Tunapolisoma neno, tukikumbuka baada ya ibada hii alasiri hii, labda mtarudi makanisani mwenu kwa ibada ya usiku. Najaribu kuwaachia mapema ili muweze kufanya hivyo. Sikilizeni, kama ningalikuwa katika mji huu humu, ningehudhuria kwenye haya makanisa hapa. Hakika ningehudhuria. Silisemi hilo kamwe, sikuambiwa niseme hili. Kuna watu walio wazuri, ndugu halisi. Na kisha kila mmoja wenu ambaye alimkubali Kristo, kama hawakupata jina lako, kwa nini usiwatafute kwa ajili ya ubatizo wa Kikristo na waruhusu wa kuongoze hadi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu? Kama huna kanisa, inakubidi, unaona, utakufa kiroho, utafifia tu kabisa. Na kama huna kanisa, mbona usiende na kuzungumza nao? Wangefurahi kukusaidia. Hao ni ndugu katika Kristo, na hao wangefurahi kukusaidia. Hilo si ni kweli, ndugu? Watafurahi sana tu kuwasaidia na kuwasaidia kuendelea. Wafanye lolote ambalo wanaweza kwa ajili yenu. Mtu mwema, mwaminifu, mtu atakayechunga nafsi yako na kukutunza. Fanya hivyo. Na kama ulimkubali Kristo nao hawakupata jina lako, ulikuwa tu mahali fulani kwenye kiti ukamkubali, mbona usiende kuzungumza nao kuhusu ubatizo sasa na ubatizo wa Roho Mtakatifu? Fanya hivyo sasa. Mungu awabariki. Tunataka kusoma alasiri hii kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi, mlango wa 2 wa Wafilipi, nami nataka kuanza na kifungu cha 5. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu ambavyo ni vya mbinguni na vya duniani, vitu vilivyoko chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Kristo yule Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba yetu. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Bwana wetu, tunakukaribia wewe sasa katika jina takatifu ambalo lina jina la mbinguni na familia yote duniani imeitwa kwalo. Naye alituambia alipokuwa hapa, kimwomba Baba neno lolote kwa jina langu nitawapeni. Tu watu rahisi tu Bwana, bali tunaamini hilo kuwa ni kweli. Tunaamini kwamba tuliombalo twalipokea, kwa sababu kama nini zetu, kama nafsi zetu hazituhukumu, kama hatuna hisia zozote mbaya za yale tumetenda ambayo ni makosa, basi tuna hili hakikisho kwamba Mungu atatusikia. This afternoon for all of us. And then I'm asking that you will grant. Kwa hiyo tunaomba rehema alasiri hii kwa ajili yetu sote. Na sasa naomba kwamba wewe utawajalia wasikilizaji hao wanaongoja sasa uponyaji kwa kila mtu ambaye yupo katika uwepo wa Mungu. Jalia hii iwe mojawapo ya ibada kuu sana za uponyaji ambazo tumewahi kuwa nazo. Jalia jambo fulani litukie Bwana. Sisi hatujui jinsi gani lingetukia au jambo gani jingine lingeweza kutendwa, bali tunaomba kwamba Roho Mtakatifu atakuwa na utangulizi alasiri hii kuingia ndani ya kila moyo na kila akili, kama vile tulivyosoma sasa hivi. Iweni na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo ndani yenu. Naomba Mungu ya kuwa kama tunavyoona kwamba akili ni mnara wa kuongoza utu wote, kwamba inatuongoza sisi. Jalia nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yetu alasiri hii. Na yeye siku zote alikuwa anaamini neno, na sasa jalia kuwe na mmimino mkuu wa uwepo wake juu yetu. Nami naomba kwa ajili ya hawa wahudumu Bwana ambao wameshirikiana katika mkutano huu, kwamba kila moja ya makanisa yao yatanufaika kwa manufaa makuu sana ya kiroho na ya mali, kwa sababu ya msimamo wao kujaribu kuileta kwa watu wao ile Injili kwa kila mtindo wa kweli ambao wanajua inahubiriwa kwake.
Nami naomba Baba kwamba wewe utawabariki, na hebu watu wawathamini wakijua kwamba wanatenda hilo kwa ajili yao na kwa ajili ya Injili. Kwamba hebu nao kwa shukrani wasaidie na kufanya juhudi na kuendeleza kusudi ambalo tunajaribu kulileta duniani, Bwana Yesu. Sasa Baba, tunaomba kwamba wewe utachukua hayo maneno kama tulivyoyasoma, na wewe ndiwe unayejifasiria. Kwa hiyo tunaomba kwamba wewe utafasiri hilo katika mioyo yetu leo. Na wakati tunapoondoka leo, jalia tuseme kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu yeye alipozungumza nasi tulipokuwa njiani? Bless them, God. All these newborn babes that just come to you. Wabariki Mungu wote hao watoto wachanga waliozaliwa upya waliokuja kwako sasa hivi. Naomba kwa njia yao ya uchanga kwamba watalishwa na maziwa ya Injili yasiyogoshiwa, kwamba watakuwa katika kimo kikuu cha Kristo, kwamba waweze kuwa wanenaji na watumishi wake kumtumikia yeye katika wakati huu mkuu wenye uvuli ambao tunaishi ndani yake katika nuru za jioni. Patie hilo Baba. Naomba hili katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Of the earth, I'm calling my people from the east to the west, from the north to the south, to take up the cross and follow thou me. For I'm Jesus of Nazareth, the Holy One of Israel. I'm calling my people out of darkness to walk in the light of the Lord. Jesus is the light, and walk ye in the light of Jesus as you have time and opportunity, because the time is now drawing nigh at hand. We have eaten the noonday meal, and it's almost supper time, and it's time to eat the last meal at the marriage supper of the Lamb. God is moving in all of the earth. He's warning His people to look for Him and to watch and to be ready for His return back to earth again, because He is the Savior of the world. He is the healer of every nation. He is the healer of every kindred and tongue and nationality, and He is the one, and besides Him there is none other. Thou saith the Lord. Amen. Amen. I think the message would be to comfort the saints. Amina. Amina. Nafikiri ujumbe huo ungekuwa wa kuwafariji watakatifu na wa kutukuza washauri waongofu wachanga wamkaribie Mungu na kuendelea katika imani. Mungu ashukuriwe. Sasa nataka kuchukua somo hili kwa muda kidogo. Inatupasa, tutaweza kunena bali kwa muda kidogo tu, kwa sababu tumetoa karibu kadi 500 za maombi na wote yapasa waombewe. Kwa hiyo sasa natenda hili ili kwamba liweze kusaidia. Sijui kama sauti yangu haitoi mwangwi. Waweza kunisikia kule nyuma kabisa? Vema. Inasikika kwangu kama inarudi nyuma hapa. Na usiku uliopita katika kufanya wito wa madhabahuni, niliwaza kwamba hiyo huenda ndio sababu watu wasingeweza kuelewa kwamba ilikuwa na mwangwi. Sasa nataka kuchukua somo hili alasiri hii, utambulisho. Sasa mtu yeyote ambaye hana budi, tunaishi katika siku ambayo utambulisho unatakiwa. Huwezi isipokuwa unajulikana kwenye benki, huwezi kulipwa hundi yako isipokuwa uwe na kitu fulani cha kujitambulisha. Najua mke wangu hawezi kulipwa hundi. Hata hivyo, tunapopata hundi yetu tunaiweka katika benki, bali halipwi hiyo kwa sababu yeye haendeshi gari, hana namba ya mfanyakazi au chochote cha kujitambulisha. Hivyo basi ni vigumu kwake kulipwa hundi. Yakupasa uwe na kitambulisho rasmi, nami nafikiri ni wakati tu ambao tunaishi. Kama ukiangalia, kama ukienda kwenye kanisa fulani la kimadhehebu kama la Kimethodisti, Kipresbiteri, Kiluteri au lolote lile, ya kupasa uwe na kitu fulani cha kujitambulisha kama utakwenda kunena. Ya kupasa uwe na cheti au kadi
au kadi ya ushirika au kitu fulani cha kujitambulisha, wapate kujua mahali unakotoka na yale utakayosema jukwani. Yapasa utambulike, na ni wakati wa kutambulika. Now all that it happens in the natural is only a type that's going on in the spiritual. We also, sasa yote yale ambayo hutukia katika mazingira ya kawaida ni mfano tu wa kinachoendelea katika mazingira ya kiroho. Sisi pia kanisa la Kikristo lenyewe ambalo si la kimadhehebu bali la asili ni mwili wa kisiri wa Kristo, na huo unatambulika pia, una vitambulisho. Yesu alijitambulisha. And now we're going to speak this afternoon upon identifications. Na sasa tutazungumza alasiri hii juu ya vitambulisho katika sura ya Biblia. Tunaenda kutambulisha hali yetu ya sasa na wahusika wa Biblia wa nyakati zingine. Now, we wonder sometime what Sasa tuwashangaa wakati mwingine jinsi tungeonekana kama tungejaribu kuangalia katika kioo na kuona jinsi tunavyoonekana. Yanikumbusha hadithi ndogo niliyoisikia wakati mmoja ya familia moja iliyoishi huko Kentucky mashambani, mahali ninakotoka, nyuma kule katika nchi ya milima, mahali ambako kuna vema. Nyanya yangu aliishi kufikia umri wa miaka 110, naye hakuona ila gari moja, na kulileta kutoka kwenye mteremko wa kale kufikia mahali ambapo nilileta langu. Ilichukua karibu saa 8 kwenda mwendo wa yapata maili 4, ukiweka magogo katika hori na kadhalika ili kulivusha. Yeye kamwe hajaona gari moshi au chochote cha kale vya kutosha. Wakati alipokufa miaka mingi iliyopita, alikumbuka kuuawa kwa Rais Lincoln, naye aliishi kufikia umri wa miaka 110. Nami nadhani yeye kamwe hajawahi kuwa na jozi 3 au 4 za viatu maishani mwake mwote. Nami naweza tu kuona zile njia ndogo za kale sasa, kama njia ya mnyama mdogo wa mwituni ikielekea kwenye chemchemi, ikiwa ni alfajiri kabla ya mapambazuko, akiwa na ndoo kubwa ya mwelezi yenye ina mikono ya shaba, akienda kuteka maji aje kupika. Kaka amenyoosha miguu yake maskini mbele ya jiko la kale namna hiyo, nyufa kubwa nazo zinatoa damu. Bali wakati alipokufa, alinikumbatia kwa mikono yake, nilimshika mikononi mwangu na kulia ikimuombea namna hii. Maneno ya mwisho niliyomsikia akisema yalikuwa, Mungu abariki nafsi yako ndogo sasa na daima. Ilikuwa mvulana tu wakati huo, bali alimjua Kristo kama mwokozi wake, bali hawakuwa na vitu vingi sana vya ulimwengu huu. Basi kutoka kwenye hadithi hii laja hili kwamba watu hao wasingeweza kugharimia kioo cha kujiangalia, hawakuwa nacho. Na baba alikuwa tu na kipande cha kioo alichokuwa amekishikiza kwenye mti kwa ajili ya kunyoa kule nje. Walikuwa na mvulana mdogo, naye hiki kipande kidogo cha kioo, mbona hakuwa amewahi kufikia mahali kilipokuwa ajione mwenyewe. Kwa hiyo alikuja kutembea mjini kwa mmoja wa dada za mama yake aliyekuwa ameolewa na mwanamume aliyekuwa amekuja Indiana, na basi waliishi nje huko. Basi walikuwa na nyumba wote nyumba ya mtindo wa kale. Walikuwa na kioo kikubwa mlangoni. Wakati mwingine, wakati angalikwenda kwenye vyumba vya kulala, sijui kama mmoja wenu anakumbuka hiyo milango ya kale au hapana, ambayo ilikuwa na kioo cha urefu kamili toka juu hadi chini ya mlango. Kwa hiyo huyo mvulana mdogo alifika kwenye nyumba ya shangazi yake, naye alikuwa akikimbia hapa na pale kama ambavyo mvulana yeyote mdogo angefanya, na wao walimwangalia. Ndipo alianza kupanda vipandio, na alipofanya hivyo, pale kwenye mwisho wa vipandio, wakati alipokuwa anakaribia mwisho wa vipandio, alianza kuona mvulana mwingine mdogo akitokea. Ndipo alisimama na kumtazama yule mvulana mdogo. Naam, ilikuwa yeye alimpungia mkono, naye akarudishia kumpungia, naye akaendelea kusogea karibu zaidi na zaidi, akimwangalia yule jamaa mdogo. Jambo la kwanza, alinyoosha mkono wake, akatazama huku na kule. Wazazi wake walikuwa wakimwangalia, maana alikuwa hajawahi kuona kioo awali. Akasema, vema, huyo ni mimi. Basi najiuliza tu leo kama tusingaliweza kuangalia ndani ya Biblia na kusema, huyo ni mimi. Tunapojiuliza huyo ni nani, ni mtu gani kwenye Biblia tunayefanana naye? Na hebu tuchukue tu hilo kwa ajili ya somo fupi tu sasa, na tukae nalo kwa muda kidogo. Na tunapotazama kwenye neno la Mungu, hebu na tujitambulishe wenyewe, kwa maana yeye alitoa wengine humo kuwa mifano ya kile tulicho. Sasa kumbuka kwamba Mungu huchukua roho wake au huchukua mtu wake, bali kamwe si roho wake. Shetani huchukua mtu wake, bali kamwe si pepo wake. Kwa hiyo hebu na tuone kama tunaweza kujitambulisha hali yetu ya sasa na watu wa Biblia. Sasa Biblia ilisema mambo yote haya yalitukia katika siku hizo za nyuma kuwa mifano kwa ajili yetu. Mambo hayo ni mifano kwa ajili yetu.
our character molds us. Tabia yetu huumba sura ya kile tulicho, tabia yetu ya uhai ulio ndani yetu. Sasa hebu chukua seli zazi ndogo ya uhai, na iwapo kama ni seli zazi ya nini, ya ndege, itazaa ndege, na kama ni seli zazi ya ngano, itazaa ngano. Seli zazi ya mahindi itazaa mahindi. Unaona, uhai ulio ndani yake huumba tabia yake. Ndipo tunaona jambo lile lile kama ulivyo uhai wa kansa. Unaona, seli zazi ya uhai wa kansa huumba kansa. Ni uhai mwovu. Uhai wa uvimbe ungeumba uvimbe na kadhalika. Unaona, sisi tabia zetu zinaumbika kutokana na kile kilicho ndani yetu, na hali yetu ya nje huonyesha tu yale yaliyo ndani. Kile tulicho, jinsi tunavyoenenda, haidhuru tunasema nini, maisha yetu hunena kwa sauti kubwa zaidi kuliko maneno yetu. Kama tungalisema mimi ninamwamini Mungu, nami ningesema vema, je, unaamini Biblia yote? Vema, sijui. Basi unaona, midomo yako hasa maisha yako basi yananena kwa sauti kubwa zaidi kuliko vile maneno yako yangekuwa yakinena. Kama ukisema mimi ni Mkristo, siamini katika kutenda, nami naamini yote aliyosema Mungu ni kweli, kisha uishi maisha ya aina yoyote baada ya hapo, unaona, maisha yako hunena kwa sauti kubwa zaidi kuliko yale ushuhuda wako unavyonena. Na unajua, hicho ni mojawapo ya kikwazo kikubwa sana ambacho kanisa la Mungu liko nacho. Muuza pombe haramu, mcheza kamari, hao watu ni sisi sote tunajua wanaelekea njia ipi, nao wanajua wenyewe. Bali jamaa yule anayekiri kwa Mkristo, mwanamke yule anayekiri kwa Mkristo na kisha anaishi kitu tofauti, ndicho kikwazo kikuu sana ambacho ulimwengu wa nje umepata, ambacho kiko katika ulimwengu wa nje popote. Ni kibaya zaidi kuliko chochote ulimwengu unachoweza kutoa. Ni mtu ambaye anapaswa kwa Mkristo na kisha anaishi kitu fulani kingine tofauti. Kusema uongo, kuiba, kulaghai na kutenda mambo ambayo hapaswi kuyatenda. Hiyo ni fedheha kwa ushuhuda wake wakati mnapowachukua watu ambao hutenda mambo hayo huko. Na hao tabia yetu inaumbika humo kwa uhai ulio ndani yetu. Sasa tungesema Yesu alikuja kuokoa kile kilichopotea. Hilo ndilo yeye alitenda. Na sasa ilipasa kuwe na kitu fulani kumwokoa huyu aliyepotea. Kwa hiyo ilipasa iwe ni mtu tofauti na huyu aliyepotea. Kwa hiyo tunaona basi, wakati Mungu alipotazama chini juu ya huu uumbaji wake ambao alikuwa ameufanya kwa nini yake, tabia za hii dunia, tabia yake ya upendo mwenyewe iliumbika katika utu wa Yesu Kristo kuwa mwokozi wa ulimwengu. Yeye, hili lilifanyika ili aweze kulipa adhabu ya kifo kwa ajili yetu na atukomboe. Kwa hakika ilitimiza Yohana 3:16. Unaona kwamba Mungu, hakuna mtu mwingine angaliweza kutenda hilo. Yesu asingeweza kuwa mtu mwingine yeyote. Hapakuwa na mtu mwingine popote ambaye angeweza kuleta mtu kama Yesu Kristo, bali Mungu mwenyewe. Sasa hapakuwa na chochote mbinguni ambacho kingaliweza kutenda hilo. Najua Yohana alitazama ndani ya kitabu kule, Biblia, tunaona kwamba aliona hapakuwa na yeyote duniani aliyestahili kuchukua kile kitabu kile cha ukombozi. Wala hapakuwa na yeyote mbinguni aliyestahili, hapakuwa na yeyote chini ya dunia au popote aliyeweza au aliyestahili kuchukua kile kitabu, kufungua ile mihuri au hata kukitazama hicho. Naye alilia kwa sababu ndani ya hiki kitabu kulikuwamo na kitabu cha ukombozi. Jina lake mwenyewe lilikuwa humo na hapana yeyote aliyestahili. Na kisha mmoja wa wale wazee akasema, usiogope, kwa maana simba wa kabila la Yuda ameshinda, naye amestahili. Basi Yohana alitazama ili aone simba, naye akaona ni mwanakondoo, na ni hapana budi aliona ni mwanakondoo aliyechinjwa. Alikuwa ni mwanakondoo aliyelowa damu. Alisema alikuwa amejaa damu kwa sababu alikuwa ni mwanakondoo aliyekuwa amechinjwa, na mwanakondoo aliyechinjwa hulowa damu bila shaka. Na alikuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alikuja na kuchukua kile kitabu. Hapakuwa na mwingine yeyote angaliweza kukichukua, kwa sababu kama ukipanda chochote kama vile gugu katika udongo, yeyote wenu ninyi watu wa Arkansas anajua gugu ni nini, na uweke hilo kwenye udongo, huwezi kutazamia kuvuna mazao ya mahindi kutoka kwa hilo. Hapana, huwezi. Kwa hiyo kama ulichukua gugu na kuliweka pamoja na kulizalisha na gugu sumu, bado usingepata chochote. Unaona, hakuna hulka ndani humo ila ambayo ingezaa hulka ile ile, uovu kwa uovu.
that was not evil. Kwa hiyo ilichukua kitu fulani ambacho sio kiovu, ambacho kingeweza kuumba tabia kama ya Yesu Kristo, na ilikuwa ni Mungu akiangalia viumbe vyake, tabia yake mwenyewe ya upendo, akiona hao waliopotea, hata hivyo wakiwa katika sura yake, waliumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Na akiona hao waliopotea, upendo wake mwenyewe ulimtoa Yesu Kristo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Huyo alikuwa ni Mungu akijidhihirisha mwenyewe, sio mtu mwingine, bali mwenyewe katika umbo la mwili, kuwakomboa waliokuwa wamepotea. Si ajabu, ni lazima kwamba lilikuwa jambo la kusikitisha sana. Wakati Mungu alipotazama duniani, aligairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Wakati mmoja mimi nilikuwa nimemshika msichana wangu mdogo mkono, nasi tulikuwa huko Cincinnati kwenye shamba la wanyama pori, nasi tulikuwa tunashuka tukitembea huko tukitazama wanyama. Nami nilisikia sauti kuu chini kule kwenye vizimba ambako wanyama kama mbwa mwitu na chui milia na kadhalika walikuwa. Nilitembea chini huko, na huko kulikuwa na kizimba kikubwa mno, kirefu kama dari hili labda. Nao walikuwa wamempata tutai kitambo kidogo, majuma machache kabla ya hapo, kutoka kwenye nini na kumweka kifungoni. Sikuwa nimewahi kuona huzuni sana jinsi hiyo kwa ajili ya maskini jamaa huyo. Naye angerudi nyuma, yeye ni ndege mkubwa, na yuko hapa amefungwa kabisa kizimbani na kitu fulani ambacho mwanadamu alikuwa amefanya. Walikuwa wamemnasa katika kitu fulani na kumweka kizimbani. Na ndege huyo mkubwa alikuwa akivuja damu kichwani, upara wake mkubwa wa tai, hicho kichwa kikubwa cheupe na mabawa yake, manyoya yote yalikuwa yamenyonyoka yakatoka namna hiyo. Na maskini ndege huyo mzee alikuwa amelalia mgongo wake, macho yake machovu yakitazama huku na kule. Yeye angeinuka atembee kwenda upande mwingine wa kizimba, kuangalia juu kuelekea mbinguni, huko ndiko alikotoka. Yeye ni ndege wa mbinguni, hakuna chochote kinachoweza kumfuata. Mwewe angesambaratika kujaribu kumfuata huyo. Hakuna chochote kinachoweza kumfuata huyo tai. Naye hupaa juu sana. Macho yake yana ulinganifu na umbali wake wa kwenda juu. Anaweza kuona anachofanya wakati akiwa juu kule. Na faida gani kwenda juu kule kama hujui unachofanya? Kwa hiyo Mungu alilinganisha manabii wake na tai ambao hutangulia kuona mambo kabla hayajatukia. Nami nilimwangalia akivuja damu, naye angelala kwa mgongo wake na kutazama juu namna hiyo. Makazi yake yako huko juu, bali mwanadamu alikuwa amemfungia kizimbani. Niliwaza, ni tamasha la kusikitisha jinsi gani. Yeye angerudi nyuma na angeruka, apige hizo mbawa zake kubwa na kupiga tu hizo nondo kwa kichwa chake, kisha anaanguka sakafuni tena, alale hapo mchovu, akitazama pande zote namna hiyo, atazama mbinguni ambako alikuwa huru juu huko wakati mmoja, na sasa yumo kizimbani. Nilisimama pale na kulia, laiti wangaliniuzia hicho kitu, ningelimfungulia kuona chochote kimefungiwa kwenye kizimba. Kama hilo lingemfanya mtu anayependa pori kama ninavyopenda pori, kama hilo lingemfanya mtu aliye kwa kutazama hilo, na hilo lilikuwa tamasha la kusikitisha. Bali hebu nikupe tamasha la kusikitisha zaidi, kuona wanaume na wanawake waliumbwa kwa sura ya Mungu, wapate kuchukua tabia yake. Hata hivyo wamefungiwa ndani ya vitu fulani, na wamefungwa ndani ya mitego ya ulimwengu. Kumwona bibi kijana mrembo akishuka kuja mtaani, nini halisi yake mwanamke mrembo namna hiyo, na nywele zake nzuri zote zimekatwa. Kuona uso wake una uso mrembo ulioumbika vizuri, umepakwa vipodozi vingi sana, huwezi kuelezea anafananaje. Anaonekana kama ameoza, kapaka rangi ya bluu chini ya macho yake, na macho kama mjusi ama mbwa mwitu au kitu kama hicho. Na kumwona amevaa nguo ambazo yeye hata hapaswi kukamatwa nazo kwenye chumba cha kulala mwenyewe, wakati milango imefungwa, akiwa amevaa hizo, na yuko nje mtaani akijianika mwenyewe namna hiyo. Na kuwaona wana wa Mungu ambao wanapaswa kutambua kuwa huyo ni dada yao, wakiwa huko nje mtaani wakimpigia miruzi na kujaribu kumchukua, kumpeleka nje kwa malengo mabaya. Hilo ni tamasha la kusikitisha, kuona kwamba shetani ameifungia kizimbani jamii ya binadamu. Hakuna chochote kingaliweza kuokoa hiyo, ila tabia ambayo ingeweza kuja juu ya yote hayo. Hiyo hapakuwa na chochote ndani yake, na hiyo ilipaswa kutoka kwenye chemchemi safi ya Mwenyezi Mungu. Huyo bibi mdogo mrembo ambaye angeweza kuwa malkia mdogo halisi kwa maskini mhubiri aliyechoka, aingie na amchukue na kumweka mapajani mwake na amkumbatie kwa mikono yake na kumtuliza. Hakuna chochote kitakachochukua nafasi hiyo. Hiyo ni sehemu ya mwanamume. Hakuna mkono unaweza kukuguza wakati umechoka na kudhoofika, ila mke mkarimu, mpole hasa anayeelewa. Mwanaume anajua hilo.
na kumwona nje namna hiyo, yuko ndani ya kizimba ambamo Hollywood imemfungia. Na mara nyingi hawa wanawake wanadai kuwa ni Wakristo, wanaimba kwenye kwaya, bali wamefungiwa kabisa kizimbani na pepo wasiyeweza kumwona. Hakuna haja ya wewe kujaribu kuwaonyesha hilo kwao. Inaonekana kana kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na zaidi. Unaona hao hapo, Jezebeli wa kisasa akitembea mtaani. Basi anasema, nataka uelewe mimi wa hili nami. Ona, hata hivyo hicho kitu ambacho yuko ndani yake kimemkatilia mbali kutoka kwenye chemchemi ya uzima. Wakati alizaliwa awe malkia mdogo kwa mwanamume fulani, au mwanamume fulani ambaye alizaliwa mwana wa Mungu na kuwazia yaliyowapata, lo, ni jambo la kutisha. Basi unaona, Mungu alishuka na ile tabia ya Mungu alikuwa ni Kristo. Yeye alikuwa sura ya Mungu. Alikuwa Mungu aliyefanywa aonekane. Angalia, Mungu akifanyika aonekane. Hapo mwanzo alikuwa Mungu. Yeye hata hakuwa Mungu wakati huo. Hapana. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Jambo pekee yeye alikuwa yule wa milele. Na ndani yake kulikuwa na tabia, na hizo tabia zilikuwa ni mawazo, na hayo mawazo yalinenwa yakawa maneno, nalo neno likadhihirishwa. Ni nini? Yote hayo ni Mungu akifanyika kitu cha kugusika, na wewe ni sehemu ya Mungu. Na Yesu alikuja kukomboa wale waliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni jambo lililokuwa katika mawazo ya Mungu, na hao ndio yeye alikuja kukomboa. Na hao mara tu hilo linapowagusa, wao wanaliona, kwa sababu ule uzima uko humo ndani. Bali kama huo uzima haumo humo ndani, basi wanaweza kufanya nini? Unaona, hawalioni hilo, kamwe hawataliona. Unaona, na jambo lote kama Yesu alivyosema, siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, nami ndani yenu, nanyi ndani yangu. Jambo hilo lote ni Mungu akifanyika kitu. Kama vile mume na mke wakifanyika mmoja pamoja, Mungu na kanisa lake wakifanyika mmoja. Sasa ilichukua kitu fulani kumkomboa huyu mwanamke aliyeanguka, ambacho kilionyeshwa kwa kivuli katika Hawa wakati alipoanguka. Adamu hakudanganywa, bali mwanamke akidanganywa aliingia katika hali ya kukosa. Adamu alijua kwamba alikuwa anatenda kosa, mwanamke hakujua. Hiyo ndiyo sababu simizi hisia zenu, bali mnajua siku zote ni jambo nililosimamia. Sikubaliani na jambo la wanawake wa hudumu, kwa sababu haipaswi kuwa hivyo. Ona, yeye ni chombo kilicho dhaifu zaidi. Sasa tunaona kwamba huyo mwanamke alidanganywa na mtu mmoja akimnukulia neno, na akalikosea kidogo tu, na hiyo ndiyo iliyosababisha shida yote. Ndio sababu Paulo akasema, hebu na anyamaze katika kanisa, simruhusu kunena na kadhalika. Sasa angalia, bali ona, yote hayo ni kuyaanika yote, ikiyaonyesha kwa mfano, kama Biblia yote, Mungu akiungana na mke aliyekombolewa, bibi harusi ambaye Mungu alikuwa naye katika akili yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa ni tabia za Mungu zikidhihirishwa. Na sasa kumfanya mtu ambaye angeweza kumkomboa mwanamke huyo, ilipaswa iwe ni kitu kikubwa zaidi kuliko yeye ipate kumkomboa. Na je, uliwahi kuona mimi hili huenda likawa sasa kama baadhi ya ndugu zangu wa Armenia walivyofundishwa, ambalo ni la kisheria, wasingelikubaliana. Hebu tu mimi ni nini tu, samahani kwa muda kidogo, naweza kuelezea hili. Kama yeye ndiye huyo mkombozi, sisemi hili kuumiza sasa au kwa tofauti, sihubiri fundisho, bali hebu niwaulize jambo fulani. Kama yeye ni mkombozi, yeye alikuja kukomboa, ni kuinua kile ambacho kimeanguka, kukomboa, kukirudisha mahali ambapo kilikuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo hakuna watakaoinuliwa ila wale waliokuwa katika mawazo yake kule mwanzo. Yeye alikuja kukomboa, sio hiki chakula cha mzinga tunaona hapa na pale wanaokiri kuwa Wakristo, bali wale aliokuja kukomboa ambao walikuwa kwenye mawazo ya Mungu hapo mwanzo. Hao wengine ni kitu kilichochanganywa kuonyesha kile kimo. Naona ni nini tu, ni bustani ya maua, hiyo inatimiza sehemu yake. Bali kile kimo ndicho unachotaka kuona, kimo cha Kristo ambacho kilikuwa ni Mungu aliyejitokeza duniani katika umbo la mwanadamu. Amina. Hicho ndicho kimo unachotaka kuona. Hicho ndicho. Hao wengine ni sehemu tu za kujitengenezea. Naona sasa, hii iliakisi tabia yake ya upendo, ya uungwana. Mungu akiakisiwa katika mwanadamu aitwaye Kristo. Alikuwa ni yeye pekee ambaye angaliweza kutenda hili. Hapakuwa na mtu mwingine mbinguni angeweza kutenda hili. Ona, alikuwa ni Mungu.
Yeye alikuwa ni ile asili isiyo na dhambi. Yeye alikuwa ndiye lile neno, asili isiyo na dhambi ya Mungu. Yeye alikuwa ni lile neno lililodhihirishwa, ambapo hilo neno lilikuwa ndio ule mwanzo. Na kama uko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, ulikuwa dhihirisho la Mungu kutoka kwenye wazo lake. Yeye alikuona na aliona shauku yako kabla hata hakuja kuwa na atomi au chochote kile au chochote kingine, na wewe ni wazo lake lililofanyika neno na kudhihirishwa ukawa kile ulicho sasa. Amina. Huyo ni Mungu ndani yako akimwakisi Kristo leo. Mnaelewa nalo maanisha? Sasa natumaini hilo halitaingiliana na jambo lolote, mnaona, nami nisingependa kusema lolote kinyume cha yale mliofundishwa, bali tu ili kwamba mpate kuelewa jambo nalojaribu kufikia hapa, kuakisi ya kupasa ujitambulishe. Na endapo umejitambulisha, nawe ulikuwa katika mawazo ya Mungu kule mwanzo, ona, na ulikuwa uakisi wake hapa duniani, utashuhudia ya kimbinguni, na kama yeye alivyoshuhudia ya kimbinguni pia. Na wakati yeye alipofufuka kutoka kaburini na akapewa mwili, sisi tutakapofufuka tutakuwa na mwili kama mwili wake mwenyewe wa utukufu. Huo ni wa hakika, ni hakikisho, nasi tuna arubuni yake sasa, wakati Roho Mtakatifu anapoingia na kututambulisha kama mtu wa Mungu aliyekombolewa. Amina. Wakati unapompokea Roho Mtakatifu unatiwa muhuri mpaka safari itakapokwisha. Hiyo ni ishara yako unayoshikilia, inayoonyesha kwamba nini yako na uli yako imekwisha lipwa. Wewe ni mtu aliyekombolewa. Shetani hana shughuli na wewe hata kidogo. Chukua tu ishara yako na umwonyeshe, uponyaji wangu umelipiwa, safari yangu ya kwenda utukufuni imelipiwa. Ishara ni kitu unachotumia kupanda basi la safari au ndege. Tiketi yako ndiyo ishara yako. Unaona, kwa ishara yako wewe umekombolewa, ile baraka Roho Mtakatifu. Kama shetani akijaribu kusukumia kitu fulani juu yako, muonyeshe tu hii. Hicho ndicho kitambulisho chako. Amina. Umetambulishwa katika kufufuka kwa Kristo. Unatambulishwa katika kifo chake wakati ukifa. Unatambulishwa katika kufufuka kwake. Na kwa hilo inakutambulisha wewe kwamba ulikuwa pamoja na yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, maana umekombolewa. Hiyo ni kusema umerudishwa. Wote alionipa Baba watakuja, na hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa yeye Baba amenipa huyo. Unaona, tangu mwanzo. Sasa angalia, yeye alikuwa mwenye dhambi, asiye na dhambi, kupachukua mahali pa mwenye dhambi, kile kiuasumu. Yeye hakuwa na dhambi ili kwamba aweze kuwakomboa wenye dhambi. Mungu alidhihirishwa ndani yake na akajitambulisha mwenyewe sawasawa ndani yake. Sasa angalia, unasema ndugu Branham, je, ulisema Mungu alijitambulisha mwenyewe? Yeye alifanya hivyo. Sasa hapo mwanzo, kasema Yohana Mtakatifu 1, kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Sasa neno yapasa liwe wazo kabla halijawa neno, maana neno ni wazo lililotamkwa. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naona, alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kutambulishwa vipi? Sasa Waebrania 4, ona, neno la Mungu lina ukali tena nguvu kuliko upanga wao wowote ukatao kuwili ukigawanya, nakata kwenda na kurudi, nakata hata kugawanya, tena huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Na wakati yeye alipotenda hilo, hivyo ndivyo manabii walivyotambulika, kwa sababu wao Mungu angenena na kuwaambia tu yaliyokuwa yamekwenda kombo na yaliyokuwa yakiendelea. Unaona, hicho ndicho kitambulisho cha neno la saa hii likidhihirishwa. Yeye alikuwa utimilifu wa neno la Mungu, kwa maana alikuwa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Alikuwa Mungu katika umbo la mwanadamu, na ilimhitaji Mungu kudhihirisha tabia kama hii. Na kisha hayo maisha ya kupendeza yalipaswa yaondolewe kwake, ili kwamba yeye aweze kuwaokoa hawa ambao kujua kwa Mungu tangu zamani uliwaona kule mwanzo, ambao walikuwa ni mawazo yake kuhusu wewe na mimi. Yesu alikuja kufanya hilo. Maisha yake makamilifu ilibidi atolewe dhabihu kumkomboa huyo mtu. Basi kama yatafanya hivyo, na wewe ulikuwa pamoja na Mungu katika mawazo yake hapo mwanzo, unawezaje kukana neno lake kuwa ni kweli wakati wewe ni sehemu ya neno lake? Amina. Bila shaka.
vindicated properly. Kuthibitishwa sawasawa, asingeweza kuwa na kosa kuhusu jambo hilo. Yeye alisema, si mimi ninayetenda zile kazi, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Now, we find out that in the great turmoil of the day, sasa tunaona kwamba katika mchafuko mkuu wa siku hii, watu katika kumwelewa Mungu katika nafsi tatu. Mungu ni sifa tatu za Mungu kama huduma tatu. Mungu juu yetu katika Roho Mtakatifu juu kule katika nguzo ya moto. Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kwetu, mwanadamu ambaye tungeweza kumgusa na kumshika. Sasa ni Mungu ndani ya kanisa. Mungu juu yenu, Mungu pamoja nanyi, Mungu ndani yenu. Mnaona, Mungu yule yule katika madhihirisho matatu mbalimbali, bali ni Mungu yule yule wakati wote. Angalia, pasiwe na kosa lolote. Asili yake ya kutokuwa na dhambi ilidhihirisha neno la Mungu. Njia pekee ambayo wewe utaweza kudhihirisha neno la Mungu, kwamba unaliamini na kuliona likitenda kazi nyuma yako, itakubidi uwe na hiyo asili isiyo na dhambi inayotoka kwa Mungu. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ulitambulishwa pamoja naye. Kabla neno halijaweza kujidhihirisha lenyewe kupitia kwako, inachukua asili isiyo na dhambi kutenda hilo. Sana sana mpaka yeye alikuwa neno kwa utimilifu. Neno la Mungu lilitirika kupitia ndani yake kwa urahisi sana, hata yeye angeweza kunena neno lingeumba. Unaona, hilo lilionyesha huyo alikuwa ni nani. Ni nani awezaye kuumba isipokuwa Mungu? Unaona, Mungu ndiye muumba pekee aliyeko. Naye alikuwa katika upatanifu mkamilifu sana. Yeye na neno walikuwa pamoja kikamilifu sana mpaka yeye aliumba. Hata yeye alikuwa, yeye na neno walikuwa mmoja. Hakuna asili nyingine ingeweza kutenda hili. Hakuna asili nyingine ambayo ingeweza. Hakuna mtu, hakuna chochote mbinguni, hakuna chochote kingine kingeweza kutenda hilo ila yeye. Kwa maana yeye alikuwa mwanzo wa hiyo tabia, Mwokozi. Malaika hakuzaliwa Mwokozi. Yeye aliumbwa kiumbe cha kumwabudu Mungu, sio Mwokozi. Bali ndani ya Mungu kulikuwamo Mwokozi. Mwanaume wa kawaida aliyezaliwa na mwanamke wa kawaida asingeweza kuwa Mwokozi, sababu asili yake ni ya kimwili, bali ilichukua Mungu mwenyewe. Amina. Natumaini mnaliona. Tazama, hilo lilikuwa ni dhihirisha tabia kama hiyo. Kwa wengine ilikuwa ni mtu aliyeanguka. Hakuna chochote kingeweza kuokoa. Malaika hawakuumbwa kwa ajili ya jambo hilo. Mwanadamu alikuwa ni mtu aliyeanguka. Tazama, huyu angeweza, tazama, kuonyesha ni wale ambao yeye aliwawazia. Mawazo yake ndiyo Mkristo wa leo, yale mawazo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa kumbuka, mwanadamu wakati alipozaliwa katika dhambi, akaumbwa katika uovu, akaja duniani akisema uongo. Je, hiyo ni kweli? Hakuna chochote ndani yake hata kidogo. Kwa hiyo mnaona, kama alikuwa katika mawazo ya Mungu wakati alipokuja duniani, yeye amekuja katika mawazo ya Mungu hapo mwanzo kudhihirisha tabia yake. Je, mnanielewa? Ndipo Yesu alikuja kuondoa mawingu ili hiyo tabia iweze kujidhihirisha yenyewe. Amina. Jambo ndilo hilo. Yeye ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Sasa hakuna kitu kingine chochote ambacho kingeweza kuwa kinajidhihirisha. Watu wengine wote walikuwa wameanguka. Ndipo mnaona, je, Yesu alikuja kuwarudisha watu hao? Hapana, hapana. Walizaliwa katika dhambi, wakaumbika katika uovu. Yeye alikuja kama mkombozi, na kukomboa chochote ni kukirudisha. Amina. Kukirudisha lilikuwa ni wazo la Mungu. Wewe fikiria, maskini wewe, maskini mimi. Hakuna yeyote ulimwenguni angeweza kuchukua mahali pangu. Hakuna anayeweza kupachukua pako. Wewe ukiwa Mkristo na umejazwa Roho Mungu, na kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu alikuona na alijua kila umbo lilo nalo. Unaona, na Yesu alikuja kukurudisha. Ndiyo maana Yesu alikuwa hapa, yule mkombozi, ule mwili wa kibinadamu, ili kukurudisha. Ilibidi huyo aje kama mwanadamu, kama mkombozi, kudhihirisha tabia zake kama Mwokozi, akaja kukukomboa na kukurudisha mahali ulikotoka. Wewe ulikuwa, wakati unapopokea uzima wa milele, una aina moja pekee ya uzima wa milele. Hilo neno la Kiyunani zoe, ni kweli ndugu, zoe, uhai wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mwana unafanyika sehemu ya huo uhai. Kwa hiyo ule uzima ulio ndani yako kamwe haukuanza, wala huo kamwe hauwezi kwisha. Wazia hilo, huo hauwezi kwisha, kwa sababu chochote ambacho ni cha milele kamwe hakikuanza.
ule uzima ulio ndani yako kamwe haukuanza. Hiyo ni kusema kama unao uzima wa milele, na huyo ni Mungu, kwa maana ulikuwa katika wazo lake tangu milele, na sasa linadhihirishwa hapa katika mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake. Yesu alikuja kuwakomboa hao akiwa ni mwana. Utimilifu wa Mungu ilipasa uje na kufanyika hilo. Ile tabia ya Mungu isiyo na dhambi ilitenda hilo, ili kwamba apate kukomboa haya mawazo mengine ambaye alikuwa yaje kwake, kumleta mke. Unaona ninalomaanisha? Ni hadithi ya utukufu. Sisi hatupaswi kuingilia hilo kwa vyovyote. Hebu tuendelee. Vema, angalia kuumbwa. Mungu alitiririka kupitia kwake jinsi tu upepo ungevuma kupitia kwenye jengo, au kama maji yanavyotiririka kama kijito. Hata yeye na neno wakiwa mmoja. Hakuna mtu mwingine angeweza kutenda hilo, kwa maana yeye alikuwa ndiye pekee ambaye alizaliwa bila kujuana kimwili. Wengine wote walizaliwa kwa tamaa ya kujuana kimwili kwa jinsi ya mwili. Yeye alizaliwa pasipo tamaa ya kujuana kimwili. Yeye alizaliwa na bikira. Mungu alijitambulisha mwenyewe kama tulivyo sisi. Yeye alichukua asili yake, kile yeye alichokuwa asili yake kama Mungu, na akatandaza hema lake hapa chini na akafanyika mwanadamu. Yeye alijitengenezea hema, mwili wa kuishi ndani yake, na huo mwili unajulikana kama Yesu. Mungu aliishi ndani ya Kristo. Unaona, yeye alifanyika mwanadamu ili atuokoe, na yeye alichukua nini yetu juu yake, umbo letu, ili yeye aweze kuumba ndani yetu tabia yake. Tabia yake ilikuwa kwamba yeye alitenda kila kitu ambacho kilimpendeza Mungu, na yeye alidumu na neno. Yeye alitutaka kwa ajili hiyo kwamba tungedumu na neno la Mungu, tafute mahali petu na kisha tujue tulikokuwa. Dumu na neno lake. Na wazia hilo, tumeitwa kufinyanga tabia yetu wenyewe iwe yake. Sasa tunaona jambo ambalo tumetenda, kufinyanga tabia zetu kuwa kama yake mwenyewe kwa Roho wake mwenyewe. Kisha sisi kwa njia yake ni wana wa Mungu, jinsi tu nilivyoelezea, kwa kuwa na akili yake ndani yetu, kufinyanga tabia yetu iwe kama yake. Nia yake, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo. Kama nia hiyo ikiwa ndani yako, basi unaona yeye alitenda lile tu ambalo lilimpendeza Mungu. Yeye alijijua alikuwa ni nani, alikuja mwana wa Mungu. Yeye alijua alikuwa apachukue mahali hapo. Nia yake ilipasa iwe hivyo, na ndipo wakati yeye akiisha kuchukua mahali hapa, yeye alijua mambo yaliyompasa Masihi, naye daima alimtafuta Mungu kwa kufanya mambo hayo, na hakutenda lolote mpaka Baba alipomwonyesha. Sasa kama ukipata mahali pako, dada, hebu nisikuudhi au ndugu, bali utapata mahali pako katika neno kama Mkristo. Sio kile kanuni ilisema, hizo ziko hapa chini katika chambo hii ya kiwango cha chini zaidi ambayo inakwenda kuangamizwa. Ona, wewe tafuta mahali pako kama Mkristo, kwa sababu tabia yako imeumbika kama ya Kristo. Wewe ni Zoe namna ile ile kama yeye alivyokuwa Zoe. Basi kama Biblia imesema mwanamke asikate nywele zake, unawezaje kutenda hilo? Inasema mwanaume ni mtawala wa nyumba, ninyi wanawake mnawezaje kuwa? Mna shida gani enyi wanaume ambao ni wana wa Mungu? Unaona, hampati mahali penu. Unaona? Hebu angalieni sasa, katika mnakaribishwa kuja na kuchukua tabia yake. Unapokuwa na tabia yake ndani yako, inakuumbia nia ile ile iliyokuwa ndani yake, na nia yake ilikuwa siku zote ni kutenda yale Baba aliyokuwa ameamuru yeye yatende. Alisema, chunguzeni maandiko, hayo yananishuhudia mimi. Kwa maneno mengine, kama sitendi sawasawa na vile maandiko yamesema nitende, basi nionyesheni mimi ni wapi sikutenda hivyo. Sasa vipi kama Mungu alisimama jukwani leo na kusema Mkristo anatakiwa afanye nini? Basi sote tungelikuwa wapi? Unaona, ile tabia haijidhihirishi yenyewe. Nia yake ilikuwa ni kudumu na neno la Baba yake. Nia zao zilikuwa ni kunini? Nia ile ile iliyokuwa ndani yao ilikuwa iwe ndani yetu. Na kama nia yake iko ndani yetu, tunatenda kama yeye alivyotenda. Kama tabia yake imo ndani yetu, tutakuwa kama yeye alivyokuwa. Je, hilo ni sawa? Manabii wote walikuwa na hiyo, tunajua. Tulimchukue Nuhu jinsi alivyotenda katika siku yake, Musa jinsi alivyotenda katika siku yake, Danieli katika siku yake, wana wa Kiebrania na kadhalika. Neno huumba tabia ya Mungu kwetu, na chochote kinachojaribu kuchanganyishwa na hiyo tabia huvunja lile umbo. Huwezi kuchanganya kanuni ya imani na neno. Hawezi kuchanganya ulimwengu na neno. Yesu alisema, huwezi kumtumikia Mungu na mali. Mali linamaanisha ulimwengu. Huwezi, ni moja ama nyingine. Ukiipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yenu. Je, hiyo ni kweli?
Basi mnaona, hamwezi kulichanganya. Huwezi kuchanganya mafuta na maji, hayatachanganyikana. Unaweza kuyakoroga juu chini, utende lolote unalotaka, hayatachanganyikana. Tabia yako haitachanganyikana na ulimwengu kama unaumbwa katika umbo la Mungu, kwa kuruhusu ile nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yako. Huo ndio mnara wa kuongozea mwelekeo. Sasa hebu na tutazame katika kioo cha Mungu, neno lake, na tutambulishe tabia yetu ya sasa kwa mtu fulani wa Biblia. Na tutafunga tu katika dakika chache sasa. Jitambulishe mwenyewe. Sasa hiki ndicho kioo unachotaka kufanya kama huyo mvulana mdogo alivyofanya. Jitazame. Hebu na tutazame ndani ya hiki na tuone kama tunaweza kujiona kiakisiwa na mtu fulani wa Biblia, tuone walivyotenda katika hali fulani na tuone tunavyotenda sasa. Basi nisikilizeni kwa makini sasa. Uone namna ya tabia yako ya sasa ilivyo kama Mkristo. Sasa unaweza kuhukumu. Hilo halitafanya mtu yeyote akuhukumu. Wewe jihukumu mwenyewe. Unaona, hakuna anayekuhukumu. Mimi sipitishi hukumu. Bali hebu tu tutafakari, tuone jinsi inavyoakisi kutoka kwenye watu fulani wa Biblia tunapowataja, na uone tabia yako ilivyo wakati huu wa sasa. Sasa angalia, neno huumba tabia. Tunajua hivyo. Sasa tunatazama katika kioo chake na kujitambulisha wenyewe na mtu fulani katika Biblia. Kama uliishi katika siku za Noho na ulikuwa na tabia yako ya sasa, kama mnanielewa, semeni amina. Kama ulikuwa unaishi katika siku za Noho na uko katika tabia yako ya sasa, ni upande gani ambao wewe ungekuwa? Uwe mwangalifu. Unaona, katika tabia yako ya sasa, sasa wazia kile ulicho. Wakati makundi, ni kundi gani ungetambulishwa nalo kama tabia yako ya sasa ingekuwa inaishi katika siku za Nuhu? Je, ungekuwa na yule nabii na neno la Mungu lililothibitishwa ukisimama katika uchache lile kundi dogo, au ungekuwa na jamaa wenye maoni ya watu wengi wa siku hiyo? Tabia ipi? Je, ungekuwa mshirika wa makanisa na kadhalika waliokuwa wanamfanyia dhihaka yule nabii juu kule? Ungekuwa unatembea na kundi lililopanda juu na kusema, "Vema, sina jambo lolote dhidi ya huyo mzee, anaweza kuwa sahihi"? Au ungekuwa mle ndani ukipaka rangi lami pamoja naye? Sasa wazia tabia yako sasa. Ungefanya nini wakati kila kitu kilikuwa dhidi ya hilo? Kumbuka, ulimwengu ulikuwa unamlaumu yule nabii na ujumbe wake na kila kitu. Ulimwengu alilaumiwa. Makanisa yote yalikuwa yanamlaumu. Sayansi yote ilisema mtu huyo ni kichaa. Kama walivyosema kumhusu Yesu, kula nyama na kuinywa damu yake, walisema mtu huyu ni mla watu, yeye ni kifyonza damu. Unaona? Kwa hiyo mnaona walipo hao wenye busara, unaowaita watu wenye busara wa ulimwengu, wale wanasayansi. Je, unajua wakati unapopata elimu zaidi na ustaarabu zaidi, ulijua kwamba haya yanakuweka upande gani? Haya yanakuweka upande wa Ibilisi. Biblia ilisema ya kwamba wana wa giza wana hekima kuliko wana wa nuru. Watazame wana wa Kaini. Kila mmoja wao alifanyika mwanasayansi wenye kushughulika na majengo na kufanya maendeleo makuu, bali wana wote wa Sethi walikuwa wanyenyekevu, wakulima wadogo, wachungaji. Hiyo ni kweli. Watu hodari wa zamani, kama ilivyokuwa katika siku za Noho, jinsi walivyojenga na kutengeneza na kujenga piramidi na kila kitu, wanasayansi. Angalia kwa makini sana sasa. Unaona, hawa watu walikosoa ujumbe wa huyu mtu, japokuwa alikuwa na ushahidi wa Mungu. Au vipi kama ungeliishi katika siku za Eliya, wakati yeye akiwa mchungaji wa siku hiyo? Na Yezebeli, miaka 2500 iliyopita, Hollywood ilikuwa ikianza, na vipodozi vyake vyote na mitindo, alikuwa amewafanya binti wote wa Israeli kufanya jambo lile lile, na mzee mmoja akisimama pale na kuigonga-gonga kwa nguvu, na makuhani wote wakisema, "Lo, vema, maskini jamaa huyo mzee, mwacheni, atafikia mwisho wake baada ya kitambo kidogo, hana lolote." Naye mfalme wetu mzuri ambaye amevaa kama tulivyovaa, na tunazo nguo maridadi sana, na taifa linalolishwa vizuri sana, na kila kitu, inaleta tofauti gani kama unatenda hili au lile au linginelo? Inaleta tofauti gani? Wachungaji walikuwa wakisema jambo hilo. Bali hapa alisimama mtu mmoja peke yake,
akiwa na Bwana asema hivi. Sasa katika tabia yako ya sasa ungewekwa upande gani wakati huo? Sasa angalia kwenye kile kioo wakati utakapokwenda nyumbani, utaona uko wapi. Unaona ni mazingira gani hali yako ya sasa ingekuweka katika siku ile? Je, ungekwenda na wazo la kisasa la madhehebu, ile ishara, yule jamaa, lo vema, sote tumefunga ndoa? Lo, hakika wote walimwabudu Yehova kila mwandamo wa mwezi, na walipiga yowe na kunywa maji kutoka kwenye ile chemchemi na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyowaleta hapo, na wote namna hiyo, bali wako umbali wa maili milioni 1 nje ya mstari. Ni mahali gani uzoefu wako wa sasa wa Ukristo ungekuweka wakati wa Eliya? Ungetambulishwa upande gani? Ungechukua upande gani wakati huo? Au wakati wa Musa alipowaleta Israeli akishuka kwenda kule kama nabii aliyetambulika, pamoja na neno ambalo Mungu alikuwa amemwahidi nabii Ibrahimu kuwa lingetimia, basi Musa akashuka na kutenda ishara zote ambazo Mungu alimwambia atende. Sikilizeni kwa makini sasa, tunafunga katika muda mfupi. Aliwatoa hao wana na wakaenda nyikani. Ule ujumbe, kama ninyi wa Pentekoste mlivyoondoka miaka 50 iliyopita kutoka katika madhehebu, nao walivuka ule mstari kule, na akainuka mtu akasema, sasa hebu kidogo, hebu na tuunde madhehebu kutoka katika huu jamaa aliyeitwa Dathani. Musa, unafikiri ni wewe pekee ufukoni? Unafikiri ni wewe pekee mtakatifu miongoni mwetu? Na watakatifu wengine wakusema jambo fulani kuhusu huu? Tutajifanyia tu kundi dogo, nasi tuamini kwa hivi na tuamini vile na tuamini hivi. Sasa ni kundi lipi tabia yako ya sasa ingekutambulisha nalo? Je, wewe katika siku za Eliya ungekwenda nje kule mahali ambapo Yezebeli useme alikata nywele zake na kupaka uso wake vipodozi na alikuwa mwanamke wa kisasa? Basi wazia tu ni wapi unatambulishwa sasa. Unasema mimi ni mpente, sisemi kile ulicho, ninaulizia tabia yako. Unashuka chini ya mambo haya madogo madogo unayoyatazama, tunaingia ndani yako. Je, ulimsikia Roho Mtakatifu usiku uliopita jinsi hatimaye alivyokaripia kule? Hiyo ndio sababu ninavyosema leo. Unaona, fungueni nini wenu ufahamu wa kiroho, enyi watu. Tumechelewa kuliko mnavyowazia. Mnaona, mnaweza ni njia ambayo mtu angeweza kufikiri kwamba uko sawa, bali niliwaza pengine kama Bwana angeniruhusu kunena hili, kwamba wangenisamehe kwa hili shirika hili au ndugu ambapo najua wanafanya hivyo, wako pamoja nami kwa hili. Angalia, bali hili kama unaweza tu kujiona mwenyewe leo katika nuru, kama roho yako iliyokuwa ndani yako iliishi katika mtu fulani nyuma kule. Sasa angalia mahali ulipo leo, nawe utaona mahali ungalikuwa huko nyuma. Ungalikuwa wapi katika wakati huo? Je, ungeliungana na madhehebu ambayo Dathani alitaka kuyaunda? Au je, yako ya sasa ingekutenganisha na hayo na kudumu na neno? Ona, wakati ilionekana kwamba watu walikuwa dhidi ya hilo, Musa alikuwa amethibitishwa kikamilifu kwamba alikuwa na ujumbe wa Bwana. Mungu alikuwa ameuthibitisha kwa kila namna ilivyo sawa kabisa, jinsi yeye alivyosema ilikuwa utimie. Aliwaambia Israeli kule nyuma katika Kumbukumbu la Torati, nyuma kabisa huko, chochote ambacho ishara hizi zingekuwa, ni lazima mkifuate na kukisikiliza na kusikia kile neno liliahidi. Yeye alidhihirishwa. Na hata hivyo Dathani, kiongozi stadi kule Misri, aliinuka na kusema huko, utajaribu kujifanya mwenyewe ni wewe pekee uliye na chochote. Hilo halikuwa wazo la Musa. Yeye alikuwa anatenda tu yale Mungu alikuwa amemwamuru atende. Wote haikuwabidi kuwa Musa. Hao watu walipaswa kufuata tu yale alisema. Haikumpasa kila mtu kuumba na kufanya miujiza na kadhalika. Hiyo ndiyo shida ya watu leo. Bibi fulani aliniuliza nikishuka kuja barabarani hivi majuzi kutoka juu hapa, akasema ni Florence Shakarian, dada wa ndugu Dimos na dada Williams na hao wengine wakiwa wameketi ndani ya gari. Akasema, Branham, ninafunga na kufunga na bado siwezi kutoa pepo. Nikasema, hukuzaliwa kutenda hivyo. Wajibu wako ni kufunga. Roho Mtakatifu anatenda kazi na mtu mwingine nje huko kwa jambo hilo. Wewe hujui ni wapi. Kama tungekuwa na wakati, tungefundisha mambo hayo katika mikutano mirefu, jinsi kwamba mtu mmoja ana mzigo namna hii kwa ajili ya jambo fulani hapa. Wewe hujui na si kazi yako kujua. Yeye anayetenda hilo. Wewe unajisalimisha tu kwa wito wako, na siku zote unayafuata maandiko uone kama ni kweli au si kweli. Now, we find out both this was Moses. Sasa tunaona wote,
Huyo alikuwa ni Musa ambaye alikosolewa, na yeye alikosolewa na kundi hili. Lakini Mungu akamwambia Musa, jitenge naye kwa sababu nitammeza katika ardhi, naye alimmeza. Sasa unaona, ni lazima ujue saa unayoishi na kisha uhukumu tabia yako na jinsi walivyokuwa. Au katika siku za Kristo, nataka kuwauliza sasa, wakati walipokuwa na seminari bora sana, wahudumu bora sana, wasomi waliobobea, sherehe za dini zilizo takatifu sana, na kila kitu ambacho sisi walichowahi kuwa nacho, na wakati Yesu alipojitokeza jukwani, yeye kwa kweli alikuwa haini kwao. Bali unaona, Mungu alitambulisha tabia yake mwenyewe ndani yake kwa kudhihirisha kwamba yeye alikuwa Mungu. Na yeye akasema, kama hamjui mimi ni nani, yachunguzeni maandiko. Kasema, namjua Musa, sisi hatu. Kasema, kama mngelimjua Musa, mngelinijua mimi. Yeye aliandika habari zangu. Now, if you lived in that day and was a member of some fine church of the Sanhedrin Sasa Council, kama uliishi katika siku hiyo na ulikuwa mshirika wa kanisa mojawapo zuri la baraza la wazee, mchungaji mzuri, ungechukua upande gani? Upi ni upande upi tabia yako sasa ingekuweka? Waza, ni juu yako. Upande upi ambao tabia yako ulionayo sasa ingejitambulisha wapi katika siku za Yesu, wakati mchungaji wako aliposema, no, hayo mambo ni upuzi. Na hata hivyo, huyu hapa Yesu anarudi akisema, maandiko yalisema ningetenda hili, na yeye akalitenda. Maandiko yalisema ningetenda hili na kuzaliwa kibikira, maandiko yalisema ningetenda hili, na yeye akalitenda. Yeye akasema, chunguzeni maandiko na muone ni wapi nilishindwa. Bali wao wakasema, simjali jamaa huyo, yeye amerukwa na akili zake. Mnaona? Ipi ni tabia ipi ulionayo sasa? Ungewekwa mahali gani nyuma kule katika siku ambazo Yesu alikuwa duniani? Wakati madhehebu makubwa na wanatheolojia wote walikuwa dhidi yake, walimu wote na wanatheolojia wa siku hiyo walikuwa dhidi yake, walimu wote wa Biblia walikuwa dhidi yake. Dhidi ya nini? Dhidi ya neno la Mungu lililo wazi kwa ajili ya wakati huo, likidhihirishwa, likitambulishwa, Mungu mwenyewe akitambulishwa. Ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Bikira atachukua mimba na kuzaa mwana huyu. Uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Unaona, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mtu huyu ni nani? Mtoto mchanga Mungu. Na ndipo Mungu anafanyika mwanadamu. Ungeweza kuwazia Yehova akilia kama mtoto mchanga? Ungeweza kuwazia Yehova akizaliwa katika hori? Ungeweza kuwazia Yehova akicheza kama mvulana? Ungeweza kuwazia kanisa fulani ambalo lilidai kumwabudu yeye likimsulubisha? Sasa ni upande gani wewe ungetambulishwa nao? Kile neno sahihi na la kweli lililodhihirishwa lilokuwa likinena lenyewe, au ungeshikilia kanuni yako? Tabia yako ya sasa, je, ungekuwa wapi? Sasa ungekuwa mahali papo hapo. Vyovyote vile ulivyo sasa hivi, vivyo ndivyo ungelikuwa nyuma kule, huko kabisa, wazi wazi. Lo jamani, wakati ishara yake ya Masihi, chunguza sasa, ishara yake ya Masihi ilitambulisha tabia yake, kwa maana alikuwa ni Mungu ndani ya mwanadamu. Lile neno, unaona ninachomaanisha? Lilipambanua mawazo na kuwaambia mambo yote haya. Neno lilimkuta humo. Bali wakati neno lilipomulika kwa mara ya kwanza, alilipata. Alikuwa ni mmoja wa hayo mawazo ya Mungu ambayo yalidhihirishwa. Unaona? Bali wale waliosimama pale katika majoho ya kidini na hadhi ya kila namna ya kupotosha neno katika vitu mbalimbali, na wakilifanya hilo bila uaminifu, mradi tu walikuwa washirika wa kanisa, ndio waliodai kuwa wana nuru, na ile nuru ilitia giza ile nuru waliokuwa nayo. Ni kama tu wewe ukijaribu kushikilia tochi wakati wa jua, kulizimisha jua. Unaona? Kwa nini tochi haitazimisha jua? Kwa nini nuru nyingine yoyote? Hakuna nuru inayoweza kuzimisha jua. Kwa nini? Ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Mungu alisema iwe nuru, na hiyo ni nuru ya Mungu. Ni neno la Mungu lililodhihirishwa.
Huyu hapa anakuja. Hakuna kanuni za imani, madhehebu, hakuna papa, kuhani au chochote kile, au daktari wa uungu. Hakuna madhehebu, hakuna taifa, hakuna chochote kitakachoweza kuzimisha dhihirisho la nuru ya Mungu. Wakati neno linaponenwa nalo linakuwa nuru, litafanya kile ambacho lilisema kwamba lingefanya. Hakuna kanuni ya imani inayoweza kusimama karibu nalo. Hakuna chochote kinachoweza kusimama karibu nalo ila nuru yenyewe na hao ambao watatembea ndani yake. Huyo ni Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, akiwa hapa akijidhihirisha mwenyewe miongoni mwetu, nasi tutatembea ndani yake. Hakuna chochote kinachoweza kulikomesha. Mbingu na nchi, Yesu alisema, zitapita, bali hilo halitapita. Angalia, walimu wote wa Biblia na kadhalika. Hata hivyo, akiona neno hilo limethibitishwa, ishara yake ya umasihi ikimwonyesha yule maskini kahaba kwamba yeye alikuwa ni nani. Wengine walikuwa mawazoni mwa Mungu kama Petro na Nathanieli na wote wale waliokuwa katika mawazo ya Mungu. Mara tu hiyo nuru ilipomulika, waliitambua. Haikuwa lazimu kuwakokota hadi mimbarani, kuwaita na kuwabembeleza na kuwaambia ungewafanyia jambo jingine kama wangekuja na ungewapa maisha bora na uone kama ungeweza kumshawishi bosi wapate kazi, waweka katika mtaa bora zaidi. Wao hawakujali, wabidi kupigana kushikilia mahali pao. Bali hakuna kitakacho kututenganisha, ilisema Biblia, na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Mateso, hatari, kifo chenyewe haviwezi kututenganisha, kwa sababu sisi sote tulikuwa, siku zote tulikuwa katika mawazo yake. Vema, tunaendelea. Je, hali yako ya sasa ingekutambulisha na Mafarisayo wa siku hiyo? Je, hali yako ya sasa ingefanya hivyo? Sasa kama ungesema hapana, isingenitambulisha mimi na hao Mafarisayo wakati huo, basi vipi kuhusu sasa? Waebrania 13:8 ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Basi ni hali gani ambayo tabia yako ya sasa inakutambulisha nayo sasa? Nisingekuwa na uhusiano wowote na hao Mafarisayo. Hapana Bwana. Sasa hilo ni jina tu kwako. Bali vipi kuhusu hali ulio ndani yake, wakati unapomwona yeye leo katika kanisa lake, jinsi tu alivyokuwa wakati huo? Sasa ungelikuwa wapi? Historia inajirudia yenyewe. Mafarisayo wa siku hiyo walisimama dhidi yake kwa sababu ya chuki. Na hiyo ndiyo shida leo. Ulimwengu wa kimadhehebu unasimama dhidi ya kweli ya neno kwa sababu ya chuki bila sababu. Nikihojiwa na padi wa Katoliki sio siku nyingi zilizopita, aliniambia, unajaribu kufundisha Biblia? Nikasema, hiyo ndiyo ninayoamini. Akasema, Mungu yuko ndani ya kanisa lake. Nikasema, Mungu yuko ndani ya neno lake. Akasema, ilikuwa watu wote wa awali walikuwa wa Katoliki. Nikasema, Petro, Yakobo na Yohana wote walikuwa wa Katoliki. Nikasema, kama wao walikuwa, naye akasema, wewe unawazia nini kuhusu kanisa leo? Akasema, ni bora zaidi kuliko lilivyokuwa wakati huo. Nikasema, fanyeni yale mambo mliyofanya wakati huo. Unaona, tabia inaonyesha kwamba ni kitu gani hasa. Mafarisayo wa siku hiyo kwa ajili ya chuki, kumbukeni, ilikuwa ni chuki. Wao kwa kweli waliliona hilo. Nikodemo, mmoja wa makuhani wao, alieleza hilo na akasema, Rabi, sisi tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu. Hakuna mtu angeweza kufanya yale ufanyayo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Unaona? Bali kwa ajili ya chuki, kwa sababu yeye hakujiunga na kundi lao. Kama yeye angekuja aseme, sasa ninyi Mafarisayo mmekosea, mimi ni Msadukayo, au ninyi Masadukayo mmekosea, mimi ni Mfarisayo. Farisayo wangesema, unaona, niwaambia sisi tulikuwa sahihi. Bali yeye hakuja kwa yeyote wao, bali yeye alisimama kati yao. Kama ungelikuwa unamfuata yeye kuona miujiza yake wakati huo, na kisha na useme, lo, ningependa kuona miujiza yake, nawe ulimfuata yeye kuona miujiza yake, ndipo basi wakati yeye alipofika mahali hapa, alisema, aliacha kuonyesha miujiza yake kana kwamba na kuanza kuwafundisha. Na wale wahudumu 70 waliowekwa wakfu na Kristo waliinuka na wakamwacha kwa sababu yeye alisema jambo fulani ambalo sayansi isingeweza kukubaliana nalo, au umati uliosalia wasingeweza kukubaliana nalo. Hawakuweza kuelewa jinsi huyo mtu akiwa ni mwanadamu, hata hivyo alijifanya mwenyewe ni Mungu aliyeshuka kutoka mbinguni, mwana wa Adamu akipanda juu mahali yeye alikotoka. Yeye alikuwa Mungu, hakika yeye alikuwa. Wakasema, lo, sisi hilo ni gumu mno, hatuwezi kukubaliana nalo. Ungetambulishwa wapi wakati huo? Sasa na tabia yako iliyoumbika ndani yako, kitu fulani kimeumba tabia yako. Wewe ni tabia ya aina fulani. Ungejiona mwenyewe mahali fulani hapa, ungefanya nini? Nini katika hali yako ya sasa? Ni nini? Ni wapi ungekuwa wakati huo? Unaona, walimu wote dhidi yake na kila kitu, na miujiza yake ilimtambulisha yeye. Na wakati wale 70 walipoinuka, na wachungaji na wahudumu waliinuka na kusema, hatuwezi kuelewa hilo.
wewe ungaliondoka kama hilo kusanyiko, au ungalikuwa kama wale wanafunzi? Sijali wanayosema. Unaona, liko hapo. Yesu akageuka na kuwapa jaribio, akasema, nyinyi wote mnataka kuenda pia? Unaona, walikuwa wamemnasa yeye katika mtego. Mbona huyu mtu ni kizuu, kifyonza damu ya watu. Akasema, yatupasa kula nyama yake na damu. Wakaondoka lile kusanyiko. Pema, mhudumu anasema, pema, tutakaa muda kitambo zaidi tuone yote yanahusu nini. Naye akasema, sasa wakati mtakapomwona mwana wa Adamu akijitambulisha mwenyewe kama Mungu, sasa unaona, mtakapomwona mwana wa Adamu akipaa mbinguni mahali yeye alipotoka. Wakasema, jambo hili limetuzidi mno. Nao wakaondoka. Ndipo basi akawageukia wanafunzi akasema, ninyi mnataka kwenda pia? Ndipo Petro akasema, Bwana, tuende kwa nani? Tuende wapi? Najua kwamba wewe na wewe pekee una maneno ya uzima. Na ni jambo lile lile leo. Yeye sio madhehebu yako, sio kundi lako. Kristo yeye pekee ana neno la uzima. Wapi unapojitambulisha mwenyewe na hadithi fulani ya uongo ya kitu fulani ambacho mwanadamu ametunga, au mafanikio ya Mungu? Kama nilivyonena Jumapili iliyopita juu ya kuhesabu kinyumenyume yale Mungu ameweza kufanikisha kuleta kanisa lake katika wakati wa mwanaanga. Sasa mnaona, au wewe ungekuwa wapi? Au unaweza kuona utambulisho wako mwenyewe sasa? Angalia, ukiwa na mwalimu maarufu anayekupenda, nataka kuzungumza nanyi vijana kwa muda mfupi sasa tu. Unajitambulisha wapi, kijana mwanamke, wewe uliye shuleni? Unaweza kujishughulisha na mambo madogo madogo, unaweza kuonyesha yote haya na wewe ni mwalimu wa sayansi na kila kitu, bali unajua nini? Hayawezi kukupa uzima. Uzima huja tu kwa njia ya Kristo. Kumjua yeye, sio kujua neno lake, sio kujua kanisa lake, sio kujua hili lake. Kumjua yeye, hilo ndilo jambo pekee linaloweza kukupa uzima. Na sasa wakati linapokuja mbele ya tineja, kitu kama mvulana wenu wa kisasa wa Kipentekoste, Elvis Presley aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya kundi la makadilaki na santuri za dhahabu za mamilioni ya dola na kadhalika. Hilo ndilo ulimwengu unataka. Wanataka Pentekoste inaweza kuruhusu watu. Leo wanawake wanataka Pentekoste itakayowaruhusu kukata nywele zao, kuvaa kaptura au kutenda chochote wanachotaka, na washikilie tu ushuhuda wao wakuwa ni wa Pentekoste. Wao wanataka hilo namna hiyo. Unaona? Hapana, nisingalikwenda kwenye kundi hilo. Hapana, huo ni mtindo wa kale. Unaona, wanapenda hilo. Ni ile asili tu, na baadhi ya wanaume hao wanaongozwa na wanawake wamewapatia hilo. Lakini Mungu anaweza katika mawe haya. Nani anapaswa kusambaza ile nuru? Na tuna mtu leo ambaye haogopi kuisambaza pia. Hebu na iwe chochote inachotaka kuwa. Unatambulishwa wapi? Uko na kundi gani? Unaona? Unasimama wapi? Angalia, huyu jamaa mdogo alijitambulisha na kanisa lake. Gharama ilikuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo kama unakumbuka kitambulisho chake cha mwisho, mahali tulipomtambulisha huyu mtawala kijana ambaye alikuwa na nafasi ya kuja kumfuata Yesu, yeye aliendelea mbele na kuchukua kanisa lake na kusonga mbele. Yeye alikuwa mvulana mzuri, kasema alishika zile amri na kutenda mambo yote haya, naye alijua vema kama yeyote ya waliosalia. Kwa hiyo angechukua tu hilo wazo. Yeye alikataa kumfuata Yesu, na utambulisho wake wa mwisho tunamwona katika kuzimu. Alikuwa akimlilia Lazaro aje na kumletea maji anywe. Au utambulisho wako ungeweza kutambulishwa na lile kundi ambalo Yuda alikuwa ndani yake. Alianza kutembea na Yesu, alianza vema kama Wapentekoste walivyofanya miaka iliyopita, bali kitu kile kile walichotoka ndani yake, yale madhehebu, mama na baba zenu, hili kundi changa limegeuka nyuma moja kwa moja na kujiundia moja kama tu lile walilotoka ndani yake. Unaona kundi la aina gani uko nalo? Sasa Biblia ilisema huu wakati wa kanisa la Laodikia, Yuda mnajua alibeba nini? Aliona uwezekano wa kupata kitu fulani kikuu kwa kile alichokuwa nacho. Yeye alitambulishwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo aliwazia kwa huo, yeye alibeba ule mfuko, naye angeweza kutengeneza pesa za ziada kwa kumuuza yeye kwa vipande 30 vya fedha. Hilo ndilo kabisa wakati wa kanisa la Laodikia ulivyotenda. Biblia ilisema hivyo, wewe ni tajiri, nawe unasema nimejitajirisha na nina mali nyingi, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui kuwa wewe ni mwenye mashaka, maskini, kipofu, uchi. Nawe hujui hilo. Hilo ni Pentekoste, wakati wa mwisho wa kanisa. Sio Luther, sio Wesley, bali wa Pentekoste. Huo ndio wakati wa kanisa. Umetambulishwa wapi sasa?
wasema mimi Mpentekoste. Unaona mahali ninakotambulishwa kwa kumweka yeye nje. Hakika kwa sababu wao ni matajiri, hawana haja na leo. Mnasema matajiri, mbona mlikuwa mkisimama nje hapa na kulipa $3 kwa wiki kwa ajili ya kibanda kidogo pembeni? Sio kwamba najaribu kutambulisha hilo, bali kama inachukua hilo kuhubiri maneno yote, chukueni hilo. Hakika sasa tunalipa dola milioni 50 kwa ajili ya seminari na vikundi na mambo makubwa mno, na kwa sehemu zingine kutumia mabilioni na mamilioni ya dola katika majengo makubwa mno kutengeneza njia, na tunahubiri kwamba Yesu yuko karibu kuja. Na wamishonari nao wajua, waliohudumani hawana viatu miguuni. Amina. Tulipokuwa tukitoa sadaka, wamishonari zaidi na ndugu mmoja mzee asina kitu miguuni mwake bali jozi ya malapa, hizo tu alizokuwa nazo, alizichukua na kuziweka juu pale katika sadaka kwa ajili ya mishonari mwingine. Lo jamani, unatambulishwa wapi? Wa Pentekoste. Sitadumu sana hapo, bali mnajua ninalomaanisha. Lo jamani, tumeuza nini? Tumeuza haki zetu za mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya kupendwa na watu. Mlitaka kuwa kama Wamethodisti, mlitaka kuwa kama Wabaptisti na Wapresbiteri. Hayo ndio aina ya majengo mlionayo. Mnajenga seminari na kama mtambo wa kuangua baadhi ya wahubiri watakawaruhusu kutenda lolote mlalotaka, na bado mjiite wenyewe Pentekoste. Huo ni uongo kweli. Kumbukeni, hicho ndicho hasa kilichomgeuza Yuda, kupendwa na watu miongoni mwa wahudumu wengine. Alimuuza huyo kwa vipande 30 vya fedha. Yeye kitu gani kilimfanya ageuke? Kwa kweli alishuku madai ya Kristo kuwa neno. Aliweza kumwona huyu mtu, akala pamoja naye, akavua samaki pamoja na yeye nje kule na kila kitu kingine, na huyo kuwa ni neno. Asingeweza kuamini hilo. Asingeweza kuamini kuwa yeye alikuwa Mungu, bali yeye alikuwa. Tabia ya Yuda ilimsababisha yeye kutenda hili. Je, tabia yako imetenda jambo lile lile? Kumbuka, Yuda alikuwa wa kidini sana. Nilikwenda Afrika nao wakasema, mbona Elvis Presley tunazo nyimbo zake pote hapa, yeye huimba. Pat Boone na wengine hawapaswi kuruhusiwa kulitaja lile jina. Ufisadi na uchafu ni unafiki. Yeye anayelitaja jina la Kristo na ajitenge mwenyewe na dhambi. Naona bali mpo hapo. Naona tumefika wapi? Dhambi ni danganyifu mno, huingia kwa hila mno, mpaka hujui kama iko hapo, mpaka imejifingirisha kwako. Unaona, kisha inakubana. Unaona utambulisho wa mwisho wa Yuda ulikuwa nini? Na ndugu yangu, kwa sababu kanisa unalohudhuria ni kubwa kuliko hilo lingine pale pembeni, hata hivyo wanahubiri kweli, nanyi hamfanyi hivyo. Unaona hilo linakufikisha wapi? Hiyo ndiyo ile roho ya Yuda. Na je, unajua utambulisho wake wa mwisho ulikuwa kujitundika juu ya mkuyu? Au unajiona mwenyewe umetambulishwa na wanafunzi halisi wa Kristo? Sasa tutafunga hakika bila shaka. Sasa mkweli kwake na neno lake mbele ya lawama zote. Je, unaweza kujitambulisha na Petro kwenye ile siku ya Pentekoste? Wakati wote waliona hiyo, kasema, tazama hili kundi la waenda wazimu, wote wamelewa. Petro alisimama na kusema, enyi watu wa Yerusalemu, nanyi mnaokaa Uyahudi, jueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hao hawakulewa. Hii ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile maandiko yalivyonena na nabii Yoeli. Ilikuwa ni nini? Neno la Mungu lilikuwa likidhihirishwa. Akasema, tubuni kila mmoja wenu na mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, watu wote walio mbali. Ni wangapi? Na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Yeye kamwe hakuwaita wote, mnajua, bali hao walioitwa wanajua la kutenda. Vema. Vema, au pamoja na Paulo, au wakati wewe ulipokuwa na Paulo hapo, Dema aliyependa kujipendekeza alipomwacha kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, msaidizi wake. Laiti ungaliwaona watu wote wakimchekelea Paulo. Usikie Paulo akisema, nileteeni koti. Mtu mwenye huduma kama aliyokuwa nayo, na alikuwa na koti moja tu. Mbona Dema aliwaza alipaswa awe na shule kubwa mno ya Biblia na mambo yote haya ya kimadhehebu kila mahali, na awe katika shirika fulani kuu. Mbona yeye angeweza kuponya wagonjwa? Yeye alikuwa nabii. Mbona anapaswa kuwa na aina zote za pesa, mabilioni ya urithi, na hapa mtu huyu ana koti moja pekee? Kasema, baridi naingia hapa, mwambie alete koti langu wakati atakapokuja. Na Dema alipoona hili, alikwenda na ulimwengu na kumwacha maskini ndugu yake ajitegemee. Ungethubutu kusimama na umwone Yesu nje kule akisikia baridi, umwone yeye akiwa mhitaji, na uondoke na kumwacha? Mnakumbuka Mtakatifu Martin? Wengi wenu ninyi ndugu mnamkumbuka maandishi ya Mtakatifu Martin. Yeye alikuwa Tora Ufaransa, naye hakuwa Mkristo.
Mama yake alikuwa Mkristo, alikuwa binamu wa Ireneo. Na halafu hii ilikuwa ni miaka kadhaa baada ya kifo cha wale mitume, wakati walikuwa bado wanajaribu kuliweka neno pamoja, na lile kanisa la Katoliki walikuwa wanaliingiza katika mafundisho ya sharti, nao wasingelivumilia hilo. Ndipo Mtakatifu Martin akipitia katika lango mahali adhuhuri yenye baridi, na kulikuwa na maskini omba amelala pale akiganda kwa baridi. Hakuna mtu yeyote angempa koti. Mtakatifu Martin alivua koti lake mwenyewe, akalikata nusu kwa nusu na kumfunika omba huyo kwa hilo, kisha akaenda zake. Walimchekelea, yule ni askari mpumbavu jinsi gani, hata anavunja sheria za jeshi letu. Anafanya haya yote, mtu aliyejifunika nusu koti kwa ajili ya omba yule. Usiku alipokuwa amelala kitandani mwake, aliamshwa na kelele. Ndipo wakati alipoinua macho yake, hapo alisimama Yesu amefunikwa na kipande kile cha koti. Alijua aliyomtendea huyo omba alimtendea Kristo. Huko ndiko kulikuwa kuongoka kwake. Ungesimama na kuona injili ikiteseka leo, au ungeambatana na umati unaopenda kujipendekeza kama Dema alivyofanya? Je, utasimama naye uishi au ufe? Kama vile Petro alivyofanya, niko tayari kwenda gerezani au popote pale pamoja na wewe. Naam, wakati hoja inapotokea kanisani, kama wanawake wanapaswa kukata nywele zao au kile wanachopaswa kufanya, kama walivyofanya katika Wakorintho, unachukua upande gani wakati huo? Basi hali yako ya sasa itafanya nini wakati huo? Waza kuhusu hilo, dada. Wakati Paulo alisema simruhusu mwanamke kufundisha au kutoa mamlaka yoyote, bali atiishwe, waliandika na kumwambia, akasema, pema, kanisa hapa, Roho Mtakatifu alituambia. Akasema, ati nini? Je, neno la Mungu lilitoka kwenu na lilikuja kwangu peke yangu? Kama mtu akijiona kuwa ni nabii na ayatambue hayo naye waambia ya kwamba ni maagizo ya Mungu. Akasema katika Wagalatia 1:8, kama malaika akija kutoka mbinguni na aseme jambo lolote jingine, na alaaniwe. Ungechukua upande gani katika hoja hiyo kama ingekuwa kanisani mwenu? Tafuta hali yako ya sasa. Najaribu tu kuuliza mahali ulipo. Leo ndugu, hebu na tuharakishe. Paulo alishuka kutoka kwenye nafasi kuu, mnakumbuka. Unasema, lakini ndugu, mimi ni mkuu wa jimbo. Mimi sijali wewe ni nini. Inakuuliza msimamo wako wa sasa, tabia yako ya sasa. Kitu gani inakutendea nini? Ungetambulishwa mahali gani? Paulo, kumbuka, alijishusha kutoka kwenye elimu kuu chini ya Gamalieli. Gamalieli alikuwa ndiye mwalimu wake mkuu, naye alikuwa kitu fulani kikuu, angelikuwa mtu mkuu, bali alijishusha aone kwamba neno la Mungu lingeweza kuendelea kukua, na alitoa maisha yake kwa ajili ya hilo. Musa alitoka kwenye kiti cha enzi kuwa Farao ili abebe neno la Mungu kupita jangwani. Yesu alishuka kutoka mbinguni ili akupe uzima. Umetambulishwa na umati gani? No, ili atengeneze njia ya kujiakisi mwenyewe kama nuru inayomulika. Angetenda jambo hilo kwa ajili gani? Sasa vema, tulieni tu kwa dakika moja zaidi, kwa dakika chache zaidi, kama mnataka kuombewa. Najua na wakawisha kwa muda mrefu. Hivi sasa ni saa 11 kasoro dakika 20. Tutakuwa tumemaliza ifikapo saa 11, Bwana akipenda. Sikilizeni, mngetambulishwa na umati gani? Nataka kuwauliza jambo fulani. Yesu alikuja ili yeye awashe taa. Flash hupiga picha. Unaona kwamba yeye angeweza, wewe ungeweza kuakisiwa, au yeye angeweza kuakisiwa ndani yako. Wakati picha yako inapopigwa, ingefanana na yake. Wakati watu wanapokutazama wewe, wanaona neno la Mungu likiishi tena. Ndio maana yeye alikuja kuleta hiyo kamera kwa njia ya damu yake inayotakasa, kulileta neno karibu na wewe. Kwa sababu hii yeye alisema, Yohana 14:12, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Kama mtu yeyote akitaka kunifuata mimi, na akaane kanuni zake za imani, ajikane mwenyewe, au kane ulimwengu, au bebe msalaba wake na kunifuata mimi. Au unaonekana umetambulishwa katika baadhi ya maandiko mahali nini, katika baadhi ya maandiko ambapo nini hao hawakudumu. Unatambulishwa wapi? Hata hivyo, kamera tayari imepiga picha. Umetambulishwa mahali fulani. Mmekaa hapa alasiri hii, kila mmoja wetu, sikilizeni sasa. Mmetambulishwa mahali fulani. Kamera tayari imekwisha kupiga picha. Unajua wewe ni nini. Imepiga picha yako mahali fulani. Sasa unasimama wapi? Wewe ndiye hakimu. Mungu atusaidie kutambulishwa sana ndani yake, kwamba tutaakisi uhai wake katika wetu. Sikilizeni, kwa dhahabu alikuwa akichukua na kuipiga dhahabu, na anaendelea kuipiga na kuipiga na kuigeuza na kuipiga mpaka alipoona sura yake mwenyewe ndani yake. Ndipo ilikuwa dhahabu safi, tope lote lilikuwa limepigwa likatoka. Hebu Roho Mtakatifu leo na katika mkutano huu, katika saa zijazo, na alichukue neno hili na kulipiga katika mioyo yetu mpaka mashaka yote, kanuni zote za imani na mambo yote kinyume na Mungu yametoka, kwamba twaweza sasa. Sikilizeni, kwamba sisi kanisa tuweze kuakisi ufufuo wake. Sikilizeni hii hadithi ndogo, ndipo mtayarishe kadi zenu za maombi.
kule Carlsbad, New Mexico. Wengi wenu mmesikia kuhusu lile pango kubwa chini kule, unaona, chini ya ardhi. Unashuka kwa yapata maili moja juu ya kitu fulani, kinashuka moja kwa moja kule chini, maili moja chini ya ardhi. Una giza sana, mpaka ukiweka mkono wako namna hii usingeweza kuona chochote, ni giza tupu. Na maskini familia moja ilishuka mle wakati mmoja, na mvulana mdogo alikuwa akitembea na kiongozi, na yule kiongozi alikwenda mara na kuizima tu taa. Ndipo msichana mdogo akaanza kupiga yowe, aliogopeshwa mno. Hiyo ni kama tu maskini bibarusi mdogo sasa, ambaye yampasa kuchukua msimamo wake. Yaonekana ni giza. Baraza la makanisa litawatupa katika kitu hicho, au itabidi kuchukua msimamo na kutoka. Inakupasa kuakisi tabia yako. Atafanya nini katika wakati huo? Itakuwaje wakati huwezi kununua wala kuuza, wakati watakapokuwa na muungano wa kanisa? Sasa unasema wakati itakapotukia. Hapana. Flashi ilishapiga picha yako wakati huo. Tabia yako tayari imeshakwambia, tayari uko ndani ya huo. Unaona? Unajua Biblia imesema nini kuhusu hilo? Watakuja waseme, ndio Bwana, tunaingia sasa. Bali wamechelewa mno, mlango umefungwa. Unaona? Jambo gani litatukia kwa bibi harusi mdogo? Nawaza kuhusu hilo katika hadithi hii ndogo. Unajua wakati yule msichana mdogo alipokuwa akipiga yowe, akirukaruka katika hali hii ya kupagawa, ameogopa hata kufa alipoona lililotukia. Na katika hilo giza la usiku wa manane alitengwa kwa ghafla. Yule mvulana mdogo alisema, akipiga kelele kwa sauti yake yote, kasema, usiogope maskini dada, tunaye mtu hapa anayeweza kuziwasha taa. Usiogope maskini dada mdogo, tunaye mtu hapa ambaye anaweza kuwasha taa. Unaona, ambaye anaweza kulifanya neno la Mungu litende yale hasa linayopaswa kutenda. Huyo mtu ni Yesu Kristo. Ruhusu tabia yako iakisi na yake. Hebu tuombe. Don't fear, little sister. We got a man here who can turn on the lights. Usiogope maskini dada, tunaye mtu hapa anayeweza kuwasha taa. Popote ulipo, chochote ulichoona mahali pako alasiri hii, itakuachia hilo. Tabia yako ya sasa itakufanya ujione mwenyewe mahali fulani katika mstari, ambapo tungeweza kuchukua saa nyingi juu ya hilo. Tabia yako ya sasa ni nini? Sasa hebu tuombe, nawe uombe pia. Sasa kumbuka, huenda nisiwaone tena, huenda usinione tena hadi tutakapokutana huko. Sasa katika hali yako ya sasa, sijali wewe ni nani. Katika hali yako ya sasa, najiweka mwenyewe humo pia. Tabia yangu inaakisi nini alasiri hii? Ninatambulishwa wapi? Baba wa mbinguni, chunguza mioyo yetu katika dakika hii. Inachukua tu dakika moja kubadilika. Jalia nia ya Kristo ije ndani yetu. Biblia ilisema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristo. Hiyo inabadilisha tabia yetu. Na katika haya mahubiri marefu, kama ningeyaita hivyo alasiri hii, njia yangu tu ya unyenyekevu ya kuonyesha watu jinsi ninavyoamini, ambavyo wewe ungetaka sisi tujue. Mungu, jalia ile nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yangu. Na kama kuna popote ambapo nimeshindwa kuitikia neno lako na amina na kisha kulifuata, basi Bwana, nibadilishe, nitengeneze upya. Mimi ni mtumishi wako, nataka kuwa Bwana. Nisaidie mimi, nisaidie kila mmoja hapa Bwana. Na sasa na wakabidhi kwako. Kama kuna hao hapa Bwana waliokuwa katika mawazo yako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa hakika haya yatawaamsha. Tumaini ya kwamba kila mmoja wao alikuwako. Na huko Baba, tutajua wakati wewe utakapokuja na kile kitabu kikuu kimefunguliwa, tutaelewa wakati huo. Na kama kuna wengine waliopotea njia, walioiacha ile njia, naomba Mungu kwamba leo wewe utawarudisha, warudishe kwenye hiyo njia ya haki na uzima. Tuko mikononi mwako Bwana, tenda nasi jinsi upendavyo. Nakabidhi hadhara hii kwako kama vito vya mkutano katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa hatuna muda wa wito wa madhabahuni, bali nataka wito wa madhabahuni uwe moyoni mwako. Umetambulishwa wapi katika hali yako ya sasa? Sasa baada ya kuhubiri namna hiyo, nitamuomba Roho Mtakatifu akipenda anisaidie kwa muda kidogo sasa, hata niweze kupata upako kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Mambo haya ambayo nimesema, hebu na yawe kweli Mungu, ambapo ni ya kweli. Sasa kama kila mmoja utakaa kwenye kiti chako na uwe na kichwa tu kwa kitambo kidogo, tafadhali, kusudi unaona na kumgusa yeye. Uko papa hapa penye kitu fulani hapa, na kitu fulani kinasogea, kinakutupa nje. Ni jambo gumu sana.
Yaonekana kana kwamba kama huyo mwanamke mmoja juu kule Sikari ilitendwa mara moja. Yesu hakurudia tena na tena, bali inawabidi wa Marekani kuburudishwa. Mnajua hiyo ni tabia yetu tu. Tungenini tu, afadhali tukae nyumbani na kutazama televisheni kupata burudani zaidi kuliko iliyomo kanisani. Unaona, hiyo ni burudani. Hiyo ndiyo tunataka. Imeingia kanisani. Mungu hakuburudishi, yeye anakuletea tu neno lake. Unaona, alisema hilo kwa yule mwanamke, nao iliwabidi kuamini neno la huyo kahaba kwa jambo hilo, bali mji wote ulikuwa tayari. Unaona, walikuwa katika mawazo ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa Mungu na arudie hilo tena alasiri hii. Ndio maombi yangu ya unyenyekevu katika kuwaacha. Hebu yeye awaachie hili. Ombeni. Ni wangapi nje hapo? Sioni mtu hapo ambaye ninamjua. Watu walioko katika umati huo, nami si nini. Pengine inawezekana kadi za maombi zimejaa mahali pote. Bali nyinyi mlioketi nje hapo, mlio wagonjwa au mnalohitaji au kitu fulani, nanyi mnajua kwamba sijui jambo lolote kwa husu, inueni mikono yenu kila mahali mlipo. Mnaona? Ni kila mtu tu. May the Lord help us now. Just don't no one move. Don't please no one move. This is a great thing. Bwana na atusaidie sasa katika jambo hili. Sasa mtu yeyote asisogee. Msisogee tafadhali. Mtu yeyote asisogee. Hili ni jambo kuu. Sasa hakuna haja ya mimi kusema, jaribu kulielezea. Hakuna njia ya kufanya hivyo. Sasa Biblia ilisema, ambayo ni neno, kwamba yeye ni kuhani mkuu ambaye anaweza kuchukuana na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli? Sasa wakati mwingine imani haijulikani kwako, unayo wala hujui. Kama ukijaribu kujisukumia mwenyewe katika jambo fulani, unalikosa, unapita juu yake. Ni nyenyekevu sana na rahisi. Unaona, na yeye ni kuhani mkuu ambaye anaweza kuchukuana na mambo ya udhaifu wetu. Basi kama ukimgusa huyo, yeye angetenda kama alivyotenda awali. Hiyo ni kweli. Sasa angalia, mnamwona huyu mwanamke anayeketi papa hapa chini? Simjui maskini mtu huyu. Yeye ameketi tu hapo, bali kwa namna fulani anamgusa Mungu. Sababu katika kiwango ambacho sasa naangalia ndani yake, ninamwona huyu mwanamke, naye anatambua kwamba jambo fulani linaendelea. Yeye anaombea watoto wake ambao hawako hapa. Hiyo ni kweli. Simjui, sijawahi kumwona mwanamke huyu, bali alikuwa anasumbuka sana kuhusu watoto fulani. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Unaamini kwamba Yesu Kristo yuko hapa, Roho Mtakatifu ambaye, unaona, laiti tungaliweza kujiondoa wenyewe njiani. Unaona, sasa kukuponya wewe siwezi. Unaona, au kukupa wewe shauku yako siwezi. Unaona, hilo litapaswa kuja kwa njia ya Mungu, isipokuwa yeye aniambie mimi nikwambie jambo fulani. Sasa bali kama yeye anaweza kunifunulia shida ya huyo mtoto au chochote kile, je, utaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Utaamini? Sasa hadhara yote, kama mkipenda, yule bibi ameketi papa hapa. Ungeweza kusimama? Sasa Biblia ikiwa hapa mbele yangu, simjui mwanamke huyu. Kamwe sijawahi kumwona. Sasa hapa, narudi moja kwa moja huko Sikari sasa. Tafadhali kila mtu awe na kicho. Mnaona? Wakati unapoona jambo fulani, unaona ni roho inasogea, inanitupa nje tena. Ndiyo. Bibi huyu ana watoto watatu ambao anawaombea, na hao wote watatu wametiwa uvuli. Hiyo ni kusema wao sio wa Kristo, hawajaokolewa. Hiyo ni kweli. Mmoja wao ni msichana na ana kidonda mguuni mwake upande wa juu. Hilo ni sawa, sivyo? Mmoja wana kasoro ya macho yao, mmoja wa hao wavulana. Mwingine ana shida ya moyo, naye ni mlevi sugu. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo shauku yako? Hiyo ndiyo unayotaka kutoka kwa Mungu? Basi naomba katika jina la Yesu kwamba yeye akupe wewe shauku yako. Je, unahitaji kitu chochote kingine? Hapa pana mama mmoja, niliposema tu hilo lilimsumbua. Amekaa moja kwa moja hapa nyuma, anaugua ya bisikavu. Jina lake ni B. Thomason. Hata jua. Ndiyo, mimi ni mgeni kwako, sijawahi kukuona maishani mwangu, bali wewe unaitwa hivyo. Unaniamini mimi kuwa mtumishi wake, mama? Unaamini niliyosema sasa hivi ni kweli na yanatoka kwa Mungu? Unaugua ya bisikavu. Huyo ni mume wako anayeketi hapo kando yako.
anaumwa pia, ana kasoro fulani ndani ya vena zake inaitwa kukakamaa kwa ateri. Hiyo ni kweli. Je, ana kasoro ya miguu yake pia. Hiyo ni kweli. Na kisha unajaribu kuacha ulevi, unataka kuuacha. Wewe ni mlevi sugu, bali unajaribu kuacha ulevi. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Utanikubali mimi kama mtumishi wa Mungu? Basi na kuweka huru kutoka kwa huo katika jina la Yesu Kristo. See the ministers about baptism and the things over for you. You just believe. Je, unaamini Bwana? Mpe Kristo moyo wako. Waone wahudumu kuhusu ubatizo na hilo jambo limekwisha kwako. Hebu amini tu. You believe? Je, unaamini? If thou canst believe. Kama unaweza kuamini, una kasoro kwenye ubavu wako, si una hiyo mpenzi? Kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atauponya. Sitting there next, you got diabetes. Do you believe that God will heal the diabetes for you and make you well? Unaeketi hapo unaifuata, una kisukari. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya kisukari na akupe afya? Shida ya moyo, unaamini Mungu ataponya shida hiyo ya moyo? Vema Bwana. Pia shida ya moyo huyo mwingine, unaamini Mungu ataponya shida ya moyo unaifuata? Hiyo ni kweli. Unaamini yeye atatenda hilo? Huyu mama mnene anayeketi hapa, dakika chache zilizopita wakati nikihubiri, nikafikia kuhusu kujitambulisha mwenyewe, aliniangalia moja kwa moja. Uliponywa wakati huo, ulikuwa na ugonjwa wa figo. That's right, stand up on your feet. Well, you remember, wasn't a strange feeling come to you when I said that about identifying yourself, and you had a real strange feeling, look right straight to me. That's when it took place. Go home now, you're well. Just believe God. That's all. See, the Word is made manifest. Kama hilo ni kweli, simama kwa miguu yako. Unaona? Vema, unapenda. Je, si ilikuwa ni hisia ya ajabu iliyokuja kwako niliposema hilo kuhusu kujitambulisha mwenyewe? Nao ilikuwa na hisia ya ajabu kweli, ukaniangalia moja kwa moja. Hapo ndipo lilipotukia. Nenda zako nyumbani sasa, umepona. Muamini tu Mungu, hivyo tu. Mnaona? Neno likidhihirishwa. Unapumua kwa shida Bwana. Je, unaamini Mungu anaweza kukuponya huo ugonjwa wa moyo, akupe afya? Mwanamume huyo mwenye mvi, jamaa mwenye sura nzuri aliyeketi hapo, unaamini Mungu ataponya ugonjwa wa moyo? Unaamini? Mke wako ameketi hapo sasa. Je, unaamini naweza kukwambia mke wako ana shida gani kwa msaada wa Mungu? Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia shida yake? Ni anemia, upungufu wa damu. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu atawaponya nyote wawili sasa? Unaamini? Mnaukubali? Sasa mama huyo anayeketi karibu na yeye, naona huyo akienda pale, huyo mama ana kasoro ya mgongo wake. Je, unaamini Mungu ataponya ugonjwa wa mgongo mama na kukupa afya? Mwanaume aliye karibu nawe ana yabisi kavu. Je, unaamini Mungu atakuponya yabisi kavu Bwana? Unaukubali? Sivyo? Umeinua mkono wako. Vema. Vipi kuhusu huyo maskini bibi anayeketi hapo akiniangalia moja kwa moja, aliye karibu na wewe? Ndiyo, anamwombea mama yake. Mama yuko hospitalini, ana maambukizi. Hiyo ni sawa. Uliinua mkono wako papo hapo kando yake dada, huku wao ukimwombea mama. Huyu mama anaomba kwa ajili ya mama yake aliye hospitalini. Bali wewe, baba yako, ye ana kansa, nawe unamwombea. Hiyo ni kweli. Unaona? Bibi anayefuata ana ugonjwa wa mapafu. Je, unaamini Mungu ataponya ugonjwa wa mapafu? Sasa mnaona, nimefikia mahali ambapo nimepofuka tu sana, karibu kupofuka. Mbona yapata watu 20 ama 30 huko. Nini? Umetambulishwa wapi sasa? Umetambulishwa katika kusema mimi ni mwaminio na mwamini Mungu, au ninaamini kwamba huyu ni yeye? Je, jitambulishe na hilo neno, useme Mungu aliahidi hilo. Aliyotenda Yesu wakati ule, yeye ameyatenda tena leo. Nami ninaamini ya kwamba tunaishi katika siku za Sodoma, na kabla tu ya maangamizo ya ulimwengu. Yesu aliahidi kwamba yeye angejidhihirisha mwenyewe tena kama tu yeye alivyotenda huko Sodoma, kama yeye alivyokuwa akitenda kule, na kama yeye anavyotenda sasa. Mnaamini hilo? Kisha nyinyi nyote mlio na kadi za maombi katika safu hii hapa, sehemu hii hapa, simameni kwenye ukuta namna hiyo. Nendeni moja kwa moja kutoka mahali penu, msimame kando ya ukuta, nyote upande huu. Sasa hebu wale walio katika sehemu hii, wale walio na kadi za maombi, sehemu ya katikati, wasimame kwenye marefu haya ya kanisa. Simameni katika haya marefu, wasimame hivi. Msisogee sasa, mnaona? Simameni moja kwa moja katika marefu haya. Mnaona? Nendeni tu moja kwa moja. Sasa ngoja. Nataka hili kundi hili lije upande huu. Simame namna hii. Tazameni, geukeni hivi. Nataka kundi hili lizunguke namna hii. Irudi kupitia kwenye marefu haya, irudi namna hii. Zungukeni mkaungane hapa. Sasa wote walio katika sehemu hii, walio na kadi za maombi, simameni katika haya marefu namna hii. Hiyo ni sawa. Njooni hapa na mrudi kupitia nyuma na mjiunge nyuma ya hawa. Sasa aidha mtaona kushindwa kutimilifu ama mnakwenda kuona utukufu wa Mungu. Sasa unatambulishwa wapi leo? Na mwaminio au ya kupasa utumbuizwe au utamwamini Mungu?
Baadhi yao katika wakati wa Biblia, kama hata kivuli cha Mtakatifu Petro, mvuvi ambaye asingeweza kuandika jina lake, kivuli cha huyo mtu kilichoonyesha ishara ile ile ambayo mnaiona hapa leo, ilipita juu ya watu nao wakaponywa. Ni wangapi wanajua kuwa hiyo ni kweli? Sasa ndugu zangu, hamjaachwa. Wakati hawa hapa namna hiyo, mnaona itawafanya hao waje. Na hebu simameni tu hapa. Kama kuna mchungaji hapa ambaye anaamini katika kuombea wagonjwa, sipendi kuwaacha ninyi watu mkifikiri mimi nikisimama juu hapa kama mwinjilisti na nikiwa na karama ya upambanuzi na kadhalika namna hiyo, na saa ya kinabii tunayoishi ndani yake, wafanya mfikiri kwamba mchungaji wenu hayuko tu sawa na mwingine yeyote. Yeye ni mtumishi wa Kristo akiwa na mamlaka ile ile niliyo nayo au mtu yeyote mwingine aliyo nayo. Mamlaka yetu ni Yesu Kristo. Nami nitawaita waje hapa na waombe pamoja nami wakati tukiomba. Sasa kila mchungaji humu ambaye anaamini katika uponyaji wa kiungu na anapenda kusimama pamoja na sisi hapa, naomba uje na ufanye, simame pamoja nami hapa wakati tunapoombea wagonjwa. Yeyote wenu ninyi wachungaji anayetaka kuja. Hili kundi la wachungaji wa dhamini, niwauliza hapo, kasema haileti tofauti kile mchungaji alicho, yani wa kanisa gani. Kama Presbiteri, Mlutheri au padri wa Katoliki, njoo hapa na usimame pamoja nasi. Kama unaamini ujumbe wa Kristo, kwamba unaamini uponyaji wa kiungu, njoo hapa na wawekee mikono. Kwa hakika usingejitenga kama mtumishi wa Kristo, usingejitenga na nini yako na wanadamu. Haidhuru kama wao walikuwa ni wa nyumba yako au hapana, au parokia yako, usingejitenga na wao, utaamini. Now, you're welcome to come here and help with me laying hands upon these sick people that they might be healed. Sasa umekaribishwa kuja hapa na kunisaidia kuweka mikono juu ya hawa wagonjwa wapate kuponywa. Vema, nafikiri mistari iko karibu kuanza. Nataka wasimamizi sasa washike nafasi zao ili waweze kuwasaidia watu. Sasa ili kwamba tusinene, kila mtu ataelewa. Sasa sikilizeni kwa makini sana. Naweza kusikia, semeni amina. Semeni tena. Tazama, nitawapa. Sasa siwezi kumchukua kila mtu kusimama hapo na kuomba pamoja nao na kuwa na upambanuzi. Nikiwaendea yapata 5 au 6 au zaidi, ndipo wangenitoa humu jengoni. Mnajua hilo. Yesu, mwanamke alimgusa, ndipo yeye akageuka na kumwambia tatizo lake lilikuwa nini na yote kuhusu hilo. Naye akasema, nguvu zimenitoka. Nguvu, mtu mmoja, na huyo alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Hiki ni kipawa kidogo tu, mnaona, kumdhihirisha yeye, kipawa kilichoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Angalia rafiki, Petro wakati mmoja aliitwa kwenye tukio mahali ambapo kulikuwa na mwanamke amekufa aliyeitwa Dorkasi. Nyinyi wote mnaokumbuka hilo, semeni amina. Naye alikwenda na kupiga magoti na kuomba. Baadaye, sikilizeni sasa, ninyi watu mlio katika mistari wa maombi. Baada ya yeye kuomba, alikwenda na kumwekea mikono Dorkasi, naye akafufuka. Hiyo ni kweli. Sasa ndugu zangu, nawataka ninyi na hili kusanyiko kuungana nami. Tazama hapa, wamesimama hapa yapata watu 500 au labda zaidi. Wamesimama hapa alasiri hii ili kuombewa. Sasa hebu tuombe maombi ya imani kila mmoja wetu. Na kisha wakati watu wanapopita, wakati unapoweka mikono yako juu yao, iweke hapo kwa imani kwamba litatukia. Nitaamini, mimi kwa moyo wangu wote nitaamini. Baba yetu wa mbinguni, sasa msafara mkuu utaanza kupitia hapa. Mamia ya watu watapita na chini ya mikono ya hawa hudumu. Jalia watambue Bwana kwamba wanapita tu chini ya msalaba. Wanapita chini ya mahali ambapo damu ilimwagwa ili kufanya hili tunalotenda kuwa halisi. Kwa maana yeye aliyetundikwa msalabani alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa wataponywa. Basi jalia watu wa ukubali. Wewe uliahidi kuwa ungemwokoa yeyote atakaye. Huwezi kuuokoa ulimwengu kwa sababu yeyote atakaye hata kuamini wewe. Uliingia katika mji mmoja, hukuweza kufanya miujiza mingi mikuu huko kwa sababu ya kutokuamini. Wala wewe hutaweza kumsaidia mtu mmoja anayekuja kupitia katika mstari huo, isipokuwa wao wanakubali kutoka kwenye kilindi cha moyo wao kujitambulisha wenyewe na waaminio pamoja na neno la Mungu kwamba hilo jambo limekwisha. Jalia huu utambulisho mkuu uje sasa, ili kwamba wakati kila mmoja wa hawa watu anapopita chini ya mikono ya hawa hudumu, jalia Roho Mtakatifu aweke mioyoni mwao kwamba wametenda agizo la Mungu. Jalia watoke hapa wakifurahi, wameponywa
kwa ajili ya ufalme wa Mungu na kutii wewe Bwana katika tendo hili, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nataka mtu mmoja, Roy, njoo hapa tafadhali na uimbe amini tu. Nataka ninyi mliosalia vichwa vyenu vimeinamishwa na kila mtu akiomba. Sasa hawa ni mama, baba na watoto wadogo, watoto wachanga wanaoumwa, watu wanaokufa kwa kansa. Kama ingelikuwa ni wewe, ungetaka mtu fulani mwaminifu, na tunataka huo uaminifu. Sasa hebu sote tuinamishe vichwa vyetu sasa. Tashuka chini hapa miongoni mwa ndugu zangu waombea wagonjwa. Unajua, umekuwa ni wakati wa ajabu sana katika ushirika huu. Nami nimeangalia jambo fulani alasiri hii, sijui kama mmeliangalia au hapana. 90% ya hao watu waliponywa kabla hata hawajafika mahali nilipokuwa. Walikuwa wanapiga mayowe na kupaza sauti na kumtukuza Mungu kabla hawajafika hapo. Sasa tunakwenda kuombea hizi leso. Bwana Yesu, tunajua kwamba katika Biblia walisema walichukua kutoka kwenye mwili wa Mtakatifu Paulo, sio kwa sababu yeye alikuwa Paulo, bali kwa sababu yeye alikuwa mtumishi wako Bwana. Yeye alikuwa balozi wako, na tunajua kwamba wanasema kuwa magonjwa na maradhi yaliwaacha. Watu wengi hawakuweza kuhudhuria mkutano, nao walituma leso kuwawakilisha. Mungu, jalia malaika wa Bwana. Yeye ndiye aliyetazama chini kwenye bahari ya Shamu, nayo ikaogopa, nao Israeli wakasonga mbele, wakaingia kwenye ahadi yao. Tujalie Bwana kwamba hili litakuwa vivyo hivyo. Jalia hizi leso zikiwekwa juu ya wagonjwa, ziwaponye wagonjwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu naomba, amina. Sasa nataka tukusema neno moja au mawili kwenu, sababu na wathamini kweli kweli. Na wathamini hawa wahudumu wazuri, watu walioko kwenye mstari, walitoa muda wao wa kusaidia na kila kitu. Na labda huenda mngewaza ndugu, kwamba pindi upambanuzi ulipokuwa ukiendelea na kadhalika chini hapa, sikujua mliokuwa mkiyaombea, bali Bwana Yesu alinikumbusha hilo. Najua yale. Usisumbuke kuhusu mama yako, atakuwa mzima. Na wewe unayeketi hapo ukiwa na ugonjwa huo wa fuvu na ugonjwa wa kike, nijua hilo wakati wote, utapona, usifadhaike. Unaona, ilikuwa nyuma yetu sawasawa kama yeye alivyokuwa hapa mbele, na yeye anajua yote kuhusu hilo. Unaona, sasa umepitia katika mstari wa maombi, na Mungu yule yule ambaye angenitia upako kabla ya ibada, huyu hapa akifanya jambo lile lile. Unaona, ni yeye yule tu jana, leo na hata milele. Je, mnamwamini huyo? Ndio, Yesu ni wa ajabu. Hili si ni jambo fulani? Ndiyo. Ni wangapi wanajua wimbo huo, kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo? Unaweza kutupa sauti ya huo dada? Na nataka kuimba, sijui kwa nini, bali hebu tuimbe tu. Simameni kwa kichwa hasa mbele zake na kuimba. Tuimbe pamoja sasa. Kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa nia moja ni kama ule wa huko juu. Huo ni wakale, wakati tunapotengana. Hebu na tuinue mikono yetu. Inatupa maumivu ya ndani, bali tutakuwa bado tumeungana moyoni na kutumaini kukutana tena. Je, hamupendi huo? Hata tuonane sasa sote pamoja, hata tuonane tena sote pamoja sasa, hata tuonane huko juu, hata tuonane kwake kwema, hata tuonane huko juu. Mungu wawe nanyi daima. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Nitamwomba mchungaji hapa ndugu, kama atakuja huku, na kama una lolote la kusema ndugu, au chochote unachopenda kusema, au kuruhusu habara iondoke hadi nitakapowaona tena. Mungu awe nanyi. Niombeni. Nampenda yeye. Amina.